Jitahidi sana. Kwa maisha unayoishi, sio kila kitu ambacho unakisikia au unakiona ulazimishe kukielewa. Sio kila kitu ambacho unakisikia au kukiona ulazimishe kukielewa. Kuna vitu vingine ukivielewa ndio vinavuruga amani yako ya moyo. So this is life. I hope utakuwa unatamani kujifunza na kupata nafasi ya kuviona vitu katika namna ya tofauti na vile ambavyo umezoea kuviona mara zote. Sasa hivi maarifa yanapatikana sehemu nyingi sana duniani. Unaweza kukutana na watu ambao kwa namna moja au nyingine wamepiga hatua ya kimaisha au wamepiga hatua ya kujifunza vitu vingi zaidi kukuzidi, wedha kwa uzoefu wao, kwa namna ambavyo wamejifunza, lakini pia wedha kwa mambo ambayo wamepitia au kwa yale ambayo wanayaishi na kwa yale ambayo wao wanatamani ya kufikia wewe. Ukiyachukua na ukayachanganya atakusaidia. Kama ikitokea umeyapitia tena kwa wakati mwingine, utajua namna ambavyo unaweza kukabiliana nayo, lakini pia kama haujayapitia ujue namna gani ambavyo unaweza kujiandaa kwa ajili ya hayo. Mwanzoni wakati naanza kusema nilisema this is life. Tupokee tena kwa mara nyingine. Mimi naitwa Emmanuel Goodluck. Leo niko mbele ya kioo chako kwa ajili ya kuzungumza na wewe kuhusiana na uzoefu wa maisha, vitu vya kujifunza, ambapo mengine tofauti tofauti utakayoona katika namna ya kitofauti kabisa. Karibu sana kwenye This is Life. Kutokea leo na kuendelea utakuwa ukipata nafasi ya kukutana na watu tofauti tofauti kupitia eneo hili. Cha kufanya, ingia YouTube, andika Coach Pako Steve, utapata nafasi ya kujifunza na kuona pia platform yetu ambayo tutakuwa tukikutana na watu tofauti tofauti na kuzungumza nao. I hope uko salama popote pale ulipo. Na leo naomba ambaye ananifungulia jambo hili awe ni yule ambaye amelianzisha, lakini yule pia ambaye amelifikiri na kulitathmini akaona ni vyema kulileta mbele yetu, na atakuwa pia akitukaribishia watu tofauti tofauti katika eneo hili. This is Life. Kwa siku ya leo tunaanza na coach mwenyewe Pako Steve, ambaye leo ataenda kutufungulia bana sehemu yetu ya kwanza kabisa ya podcast hii maalum ya watu wanaotamani kujifunza. Mambo vipi? Poa vipi? Uko sawa? Safi kabisa. Karibu sana kwenye This is Life. Nashukuru sana. Haya ni maisha. Ndo maisha. Huwa sitamanigi kuanza kwenye vitu vigumu kidogo, nataka tuanzie kwenye kitu chepesi. This is Life, kwa mtu ambaye ndo kwa mara ya kwanza leo anapata nafasi ya kutazama, nini ambacho anatakiwa kutegemea kutoka kwenye podcast ya why This is Life? Kwa sababu binafsi mimi naamini maisha yana vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa tujifunze kila siku. Yaani kila siku ukiamka unaenda kulala kuna kitu kipya utakuwa unajifunza, hizo njiani, ofisini, popote pale. Unaelewa? Kwa hiyo lengo la hii podcast ni kwamba kupitia story ya maisha ya mtu fulani kuna kitu chochote kile kitamfunza mtu mwingine. Unaelewa? Mimi ni shabiki wa elimu dunia. Kuna aina tatu za elimu. Kwa mimi nipo kwenye elimu tatu ya elimu dunia, ambayo ni elimu ambayo mtu anajifunza mwenyewe kupitia uzoefu wa maisha. Kwa hiyo inaweza uzoefu wa mtu mwingine ukakupa funzo wewe mtu mwingine. Kwa kama leo maana yake hapa nipo kwenye kofia mbili, Coach Pako Steve, lakini zaidi as photographer Pako Steve, ambao naamini kupitia story hii ya photographer Pako Steve kuna mambo mengi sana wapo watu watajifunza. Yeah. Okay, sawa. Nataka tuanze nyuma kidogo kuhusiana na historia yako. Kuna notion kwamba watoto wengi wanaozaliwa kwenye familia ngumu kidogo, kiuchumi, wanajitafuta sana, maisha hayakuwa mazuri hivyo, magari na nini, sio vitu ambavyo wamezaliwa navyo. Wana kiu kubwa sana ya kupambana na kutafuta kuliko watoto ambao wamezaliwa kwenye maisha ambayo kidogo tayari wazazi wao walishawatengenezea msingi. Nataka uniambie story yako kwa ujumla kabisa. Ulizaliwa katika familia gani? Umeanzia wapi? Lakini pia nataka uniambie kwenye hizi familia mbili wewe uko wapi na unafikiri imekujenga kiasi gani kuwa ulipo? Mimi binafsi na kwenye hizi familia mbili ambazo umetaja wewe, mimi nipo katikati. Haikuwa mbaya sana lakini haikuwa nzuri sana. Okay. Kwa ni familia katikati ambayo zile tabu za ukuaji pia unazipata, japokuwa sio kwa kiasi kubwa, unazipata. Kwa zile zinakupa picha kwamba maisha ni kama game ya struggle. Inabidi uwepo unapambana kuachieve ambacho unataka kufanya nini kukifikia. Kwa hiyo mimi nimekuwa kwenye familia ya watoto wawili, mimi ndo last born. Familia ya kawaida tu ambayo mnashukuru Mungu mnaweza mkala asubuhi, mchana, jioni. Ni familia ya kawaida ambayo mahitaji makubwa sana unaweza usiyapate, lakini yale ya muhimu yote tunafanya nini? Tunayapata.
Kwa namshukuru Mungu kwa hilo pia, lakini kupitia makuzi kwenye familia hiyo, maana yake nilikuwa nasema okay, mimi ninavyoendelea kukua natakiwa nije kuchange hii familia yangu mimi, basi na mimi niwe juu zaidi hapa ambako nimekulia. Let's say labda nikiwa na watoto, maana yake wasipitie ambako nimepita. Kwa hiyo all of my struggle nyuma yake wanaangalia mimi nilikotoka. Okay. Kwa hiyo familia niliyotoka na maisha niliyokulia yanipush sana kupambana sana kuhakikisha kesho yangu au kesho ya wanangu, kesho ya watu ambao mimi hapa wananitegemea inakuwa nzuri sana. Okay. Wazazi wako ni watu wa namna gani, na una expect kuwa baba wa mtoto wako awe kama ambavyo alikuwa mzee wako, au kuna vitu gani ambavyo unatamani kuimprove au kuvipunguza, au ambavyo unahisi labda kuna vitu havikwenda sawa? Kwanza tuanzie hapo. Kwenye maisha mara nyingi sana kutoa mtoto wa kiume role model wake ni nani? Wa kwanza kabisa ni baba yake. Kabisa. Kwa wale ambao kule wameishi na baba kabisa muda mrefu. Kwa hata mimi binafsi role model wangu ni baba. Lakini babangu si malaika. Kwa enzi zao yeye kuna vitu alifanya sahihi ambavyo sasa hivi labda sio sahihi na nini. Kwa mimi pia sasa kwamba kidogo nishakuwa mkubwa najielewa, kwa mimi nakuwa nachuja vitu. Kwamba kwa 80% babangu hapo ipo sahihi, hii 20 kwenye dunia sasa hivi siwezi kufanya ipo sawa, kwa sifanye. Kwa hiyo mimi role model wangu wa kwanza ni babangu. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo mimi vitu vingi sana kanifunza yeye, kwa sababu yeye ndio toka mdogo mimi usifanye hivi, fanya hivi, uishi na watu hivi. Kwa hiyo maana yake yani kila ambacho mimi naitoa 70% yote ni yule mzee. Hii 30 ndio hii, au umesoma chuo labda, sio umesoma shule, umekutana na watu wamekupa hicho jamii maana yake. Lakini asilimia kubwa mtu wa kwanza ambao nilikuwa na mangani mzee. Kwa mimi mzee wangu ni mtu sana wa dini. Pamoja na mama pia utakuwa ni watu sana wa dini. Lakini mzee wangu ni dini zaidi. Ndio maana ukala mzee wangu hivi anaweza kana anatoa neno kwenye Biblia anatolea kichwani. Wewe ukifunua unasema mbona ametoa kichwani lakini vinafanana? Maana yake yeye ni mtu ana kalama hiyo tayari. Unaelewa? Kwa hiyo ni mtu wa dini. Kwenye utafutaji wake pia anakuwa mfanya biashara sana, mtafutaji sana, mfanya biashara. Ashafanya biashara karibia mikoa mingi Tanzania mpaka huko nje Kenya, sijui Malawi wapi. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwa vinanivuta kwamba okay, baba anapambana hivi, this is life. Umeelewa? So then babangu pia amekuwa photographer. Kwa hiyo nimekuja kitu nikasema mimi hii kazi ya photographer ya baba mimi nitakuja kuifanya. Ndio maana mimi toka mdogo, toka nazaliwa mimi nina picha za kumbukumbu ambazo babangu kwa sababu kwa photographer alizipiga. Kwa mimi kumbukumbu ya picha ninazotoka mdogo na kusina na mwaka mmoja naanza shule la kwanza na maliza la 7, tunaanza form 1, zote picha ninazo. Sababu babangu alikuwa anafanya kazi hiyo. Kwa hiyo niliona umuhimu wa picha toka mdogo. Kwa sasa hivi pia na mimi ni photographer na naendelea kutunza kumbukumbu za watu wengine na za kwangu mwenyewe pia. Kwa hiyo vitu vingi sana mlake vimetokana na familia na wazazi. Mamangu pia alikuwa ni mjasiriamali mdogo, lakini alikuwa support kubwa sana kwa baba. Kwa achievement ambayo baba aliachieve, maana yake nyuma yake alikuwa mama. Kwa support za mawazo, kufariji, maombi na nini, mamangu mimi namkubali ni mtu bora sana. Sawa. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema Mama Pasco Steven. Kwa bahati mbaya mimi nilikuwa sehemu ya watu ambao walishiriki msiba. Kuna nyimbo moja ya Stamina huwa akiimba huwa anasemaga, inaitwa Alisema. Kwa huwa anatoa mafunzo mengi sana ambayo yote anasema yale aliyapokea kutoka kwa mama. Ukiwa unakaa hivi unahisi ni kitu gani kikubwa sana au neno gani kubwa sana ambalo mama amewahi kusema ambalo mpaka leo linarani kichwani mwako, aidha linakusukuma kwenye kazi au linakutengenezea mipaka kwenye maisha kwa namna yoyote ile, ambalo unafikiri ni neno la busara, ukimwambia hata mtu ambaye anakuona leo anaweza pia naye akaondoka nalo kama neno la busara zaidi? Okay, unajua watoto wa kiume kwa mama ni kama mtu na rafiki yake. Kwa hiyo pia mamangu alikuwa kama rafiki yangu. Yaani mimi nilikuwa mambo yangu mengi ambayo mimi siwezi kumwambia hata sure. Naweza nikaongea na mama hivi open. Sawa? Kwa struggles, stress nyingi zangu mimi alikuwa anasaidia sana mama kuliko baba. Mimi naamini mpaka baba yangu mimi juu hata kama mapito yangu nimekuwa naumia ajui. Mpaka leo ajui anasema mwanangu tu yupo hivyo kumbe kiuhalisia. Hata kama mama yangu kumwambia bila nikujua, lakini kwa sababu vitu vingi mama yangu alikuwa anameza. Kwa hiyo moja kitu ambacho mama yangu amekunishauri ambacho mpaka leo nakitumia ni vingi, ila kuna moja ambacho nahisi hata watu wengine kitawafaa. Sahihi. Amekuniambia kwamba jitahidi sana kwa maisha unayoishi, sio kila kitu ambacho unakisikia au unakiona ulazimishe kukielewa. Sio kila kitu ambacho unakisikia kukiona
ulazimishe kukielewa. Kuna vitu vingine ukivielewa ndio vinavuruga amani yako ya moyo. Okay. Umeelewa? Okay. Yaani nilitafakari afu baadaye nikaona kweli. Sababu ananiambia mwanangu, sasa hizi wewe utakufikia utakuwa na vidonda vya tumbo kwa sababu kila kitu unatamani ukifikirie, ukichambue kina maana gani. Vitu vingine inabidi tu visikie na uvipuuze. Kwa sababu kuna scenario za kutokea wewe unaforce mtu akwambie uhalisia hicho kitu. Akati kwenye impact yake kwako wewe ni ndogo. Kwa unavyoendelea kuforce ile kitu kija kujua unashangaa unaumia au unaweza kuishi bila imani na huyo mtu. Kwa kaniambia vitu vingine hapo tu unajitahidi kupuuzia. Kwa sababu kwenye haya maisha unatakiwa ujali zaidi moyo wako. Kwa sababu hakuna sehemu kuna hiyo spare ya moyo. Okay. Okay, sawa. Kabla sijaja kwenye background yako ya kiutendaji, nataka tumalizane na familia. By the way, hongera. Wewe ni baba kwa familia na ni baba kwa mtoto wa kiume, kwa wasiofahamu anaitwa Killian. Nataka uniambie umetengeneza familia namna gani? By the way, ukiwa na mtoto maana yake pia una mke. Nataka nijue umetengeneza familia namna gani kwako, ambayo wakati unanielezea natamani uniambie pia msingi ambao umeisimamisha hiyo familia ni msingi wa namna gani, na unatamani watu wengine wajifunze nini kuhusiana na msingi wa kuisimamisha ndoa na familia pamoja na mtoto ambaye anakuja, ambaye by the way siku moja atakuja kwa kutumia wewe kama mfano. Yeah. Binafsi maisha yangu nilivyoweka mimi. Mimi nakuonesha ambacho mimi nataka wewe uone. Ambacho sitaki uone huwezi kukiona kabisa. Hata kama nimeposti kitu ujue ndio nimetaka uone. Kwa hiyo naweza nikaposti labda niko na familia yangu. Maana at that time nimetaka uone kwamba nipo na familia. Umeelewa? Uhalisia wa A to Z kuhusu mimi na familia yangu unabaki kuwa kwangu mimi na familia yangu. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi na prefer ni kwenye maisha ambayo yapo private kidogo. Sio kila kitu ambacho kila hatua nafanya basi kila mtu ajue. Mimi binafsi naweza kukwambia hivi kwa lugha nyepesi, labda mimi nina watu wa karibu wengi kuliko marafiki. Na nina watu wa muhimu wachache kuliko marafiki. Kwa hiyo kwenye hao ambao nileta watu wangu muhimu wa marafiki, bado kuna vitu vyangu vingi hawavijui. Na kile kitu ambacho namshukuru Mungu sana ni kwenye hilo uwezo wa kuweza kuweka vitu vyangu kwenye privacy. Ndio maana mimi naweza kuona kila mtu akawa ana assumption kwamba pako Steve anadharau. Pako Steve mwongeaji. Pako Steve anaishi hivi. Kila mmoja ana scenario yake kwa vile ambavyo mimi atanitafsiri, lakini uhalisia wanaojua wachache au kuna watu wengine hawajui kabisa. Kwa mimi hata maisha yangu ya mimi na familia yangu yapo hivyo. Umeelewa? Kwa kila siku nimepost je nimeruhusu muone ambacho natamani muone. Kwa sababu ni posti kama nampenda nile nampenda tu. Umeelewa? Kwa mpaka naamua kupost maana yake nimeamua tu basi hiyo nionyeshe kilichopo. That's why mimi mpaka leo hamna siku nimepost labda sura ya mwanangu. Ndio nikapost labda nikaweka emoji. Umeelewa? Mtu anasema kwa nini afanye hivyo, lakini kila mmoja na utaratibu wake. Tunaishi kwenye dunia ambayo hatujui wapembeni yako wanakuwazia nini. Mtu anaweza kaja mbele yako anakuchekea lakini kumbe moyoni ana ajenda mbaya sana na wewe. Sahihi. Kwa watu wote wabaya wanaanzia wapi? Wanaanzia kwenye watu wako wa karibu, familia yako, labda ndio mtoto, anaweza kaanzia kwa mke. Sio mpaka kufikia wewe ambao ndio target. Kwa ukiweza kidogo kufanya vitu vile private, at least inapunguza. Haizui kwa sababu mtu akiamua kaamua tu, haizui lakini inapunguza. Mimi kwenye ukuaji wangu, kwenye biashara zangu kuna changamoto nyingi sana za kiushindani, za kiwivu na kutana nazo ambazo nyingi zina target mimi, lakini watu wengine wakapitia kwa watu wengine, labda wafanyakazi wangu, labda watu wangu wa karibu, ili vitu vinifikie mimi. Kwa style ya kuwa na vitu private ndio ambao naitumia zaidi kwenye familia yangu, ambao mimi naamini hata mwanangu anapokuja kuwa mkubwa, mimi ndamkuza kwenye misingi ya kwamba dunia hii vitu vingi inabidi viwe vyako. Yaani uanze navyo kwanza wewe. Hata kama una plan, kamilisha kwanza, then ndo utangaze watu waione. So eti nataka kufungua duka, wasema jamani nataka nifungue duka wiki ijayo. Inaweza usifungue. Afasa kwa nini sijafungua, kumbe kuna tayari kuna macho ya watu mabaya, tayari kuna watu washaka kufanya vitu vibaya, usifungue. Sio, mimi naamini fanya mambo yako yote in private. Alafu matokeo yatapiga makelele. Kwamba huyu jamaa tunamwona kama mjinga, kumbe ana nyumba bwana.
mnaka mwenyewe kumbe ana mafanikio haya. Kwa hiyo privacy is a key to success. Mimi nikurudishe nyuma kidogo. I hope natamani watu wengine pia waelewe. Yes. Ndoa ni makubaliano ya watu wawili wanaokubaliana kuishi kwa pamoja kwa kipindi watakachokubaliana. Kwa Kikristo sisi ni maisha yote. Lakini kiserikali kuna muda, kuna nini na vitu vingine kama hivyo. Siku ya sherehe yako ya harusi ulimpa mkeo zawadi ya gari. Na mimi kichwani kwangu nilikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza nikajiuliza, Paco anatoa gari, ana mafanikio kiasi gani kufikia kwenye level ya kutoa zawadi kubwa vile kwa mkewe? Lakini pia watu wengine wakajiuliza maswali ya tofauti kabisa, kama inajua wamekutana ni mke na mume ndio, lakini je, ikitokea wamegombana itakuwaje na nini na vitu vingine kama hivyo. Mimi I hope leo unitafsirie ile zawadi kwako, moja ilikuwa ina maana gani? Kwa wewe kutoa gari kabisa 100% na kumpa mkeo ilikuwa ina maana gani? Lakini unafikiri pia ilikujengea image gani kwenye jamii ambayo ilikuwa inakuzunguka? Okay. Sikutegemea kwanza hilo swali. Okay. Binafsi. Kwanza kabisa mimi nilikuwa nasema hivi. Mimi siku ambayo nitakuja kufunga ndoa, maana mwanamke nitakayemuoa ni lazima nimpe zawadi kubwa. Kwangu mimi zawadi kubwa niona ni gari. Hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nimejiwekea moyoni. Yaani ni ahadi nimejiahidi mimi mwenyewe kwamba sitakiwi kujiangusha, ni lazima nije nimpe zawadi kubwa. Kwa that time mimi ndo naoa, kila mtu nilikuwa naweza kuafford kununua gari. Sema kwangu mimi gari kwa ndo kitu kikubwa. Kuna mwingine ni kidogo, na kwangu mimi ilikuwa ni kikubwa. Yeah. Kwa hiyo nilifanya mchakato wa kuagiza gari kutoka Japani. Nilikuwa nimechelewa, lakini ikabidi unatumia gharama zaidi ili upate meli ya chapchap gari ifike. Bado imefika bandarini pia kwa kuna mlolongo mrefu, bado inabidi utumie cost zaidi ili siku ya tukio gari ifike. Wewe amini mimi naoa kesho, gari inatoka bandarini leo ili kesho ije, na kweli ifanikiwa ikaja. Na nikafanikiwa kukabidhi. Kwa yaani kwa mtu wa kwanza aelewe kwamba ile ilikuwa ni nini? Ndio ahadi ya mimi na nafsi yangu kwamba ni lazima nitampa. Nilikuwa nishafikiria positive effect zake na negative effect zake. Positive ni mimi moyo wangu kuwa safi kwamba ahadi yangu nimetimiza kabisa, na naye muoa mke wangu atakuwa karidhika, kafurahi. Familia yangu ni baba huko nako wote watakuwa wamefurahi. Sio? Negative ambayo nilifanya nikasema na I can handle it. Kuna asilimia kubwa sasa ya watu wataanza kufunga mafaili, who is Paco Steve? Nje ndani ya Iringa na nje ya Iringa. Sababu hata kuna simu zingine nilizipokea, clip zingine nazo zinapostiwa watu wa da wapi. Kwa watu wakaanza kunifunua like who is Paco Steve? Hiyo ni negative, na nilikuwa najua itakuja, na kweli ilikuja. Kwa nini kijana mdogo? Unajua sisi wa Tanzania mtu mdogo hataki kufanikiwa, watu wanaamini hivyo. Kwa nini kijana mdogo kampa mwanamke gari? Anapata wapi hela? Kwa zilikuja hizo nyingi sana. Na nyingi nilikuwa najua namna zipi ya kuzijibu. Sio, mimi niko very very low key sana kwenye mambo yote ambayo yanahusu biashara zangu na mzunguko wangu wa pesa. Yaani hiyo huwa siruhusu watu wengi wajue. Hadi kuna watu wangu wa familia, si baba, ni wengi ukuta hawajui, lakini wanajua kidogo, sio kiundani, kwa sababu mimi nina maana yangu mwenyewe. Kwa wengi wanaanza kufunua who's Paco Steve. Wengine hata wapenda majibu wenyewe. Huyu mwingine anamjibu huyu anafanya kazi hizi, mwingine kwa hiyo wanajibizana wenyewe. Mimi akinirudia mingine maana ile la kijinga naliacha, hii napuuzia. As my mama told me kwamba vitu vingine puuzia, napuuzia. Kwa hiyo maisha yakawa yanaendelea kwenda. Ila kitu ambacho kilinipa shida kuhusu kutoa zawadi ya gari ni kitu kidogo tu. Imefanya watu wengi sasa kuanza kunihofia, which is kabla ya hapo watu wengi walikuwa tunaongea nao friend. Ila kuna baadhi watu wakaanza kunihofia. Unajua sisi wa Afrika tuna shida moja, ukiona mtu kama anakaa yupo level fulani unakuwa muoga na yeye kabisa 100%. Kwa hiyo kuna watu wakaanza kuwa wananihofia. Hata kwenye biashara zangu kuna watu wakawa mimi kunipa deal, unaona yule jamaa atakuwa gharama, yule tusimpe deal, atakuwa ana bei kubwa. Kwa maskini ya Mungu hamna. Kwa hiyo niendelea kupambana nayo hali mpaka sasa, kama iko sawa, lakini sio sawa sana, lakini
tayari watu wamelipeleka kwenye level fulani. Yani walikuwa wengi walikuwa wameniweka hapa, baada ya hapo wakaweka level fulani. Sasa unajua ukiwa hapa ku maintain kuwa hapa baada ya kuweka hapa ni ngumu sana, unaweza sana kuwa hapa. Kwa ile inaongezea maadui kwa lugha nyepesi. Ngoja tumuone ambao ninawajua na ambao siwajui. Ninao ambao siwajui sio tabu sana. Maadui ambao wananitesa ni ambao ninawajua. Kwa sababu kudili nao tayari moyo wangu na mioyo yao tushafanya vitu vingi, kwa kudili nao ni kazi. Lakini ndio maisha, tunaenda hivyo hivyo. Mimi na maadui zangu wengi nawachekea, tunakula hadi pamoja, lakini ni maadui zangu, lakini najua ninaishi nao vipi. Ngoja tumuone ataendeleaje baada ya kutoa gari. By the way, kwa mkeo narudi hapo. Mimi ujue sijui nilifundishwa na nani, lakini matarajio makubwa siku zote huwa yanaambatanaga na matarajio makubwa hivyo hivyo kwenye maisha kila siku. Yani iko hivyo. Baada ya kutoa gari, I hope maisha sasa inabidi yawe pale. Yani kuna kakiwango watu wanaimagine kwamba hata mama nyumbani na yeye anasema baba leo ataleta hichi. Kukosa inawezekana sio terminology ambayo ameizoea, kwa sababu almost zaidi ya milioni 20 plus nishapewa tu siku moja kwenye usiku wa harusi. Itashindikana milioni 500,000 800,000. Haikutesi labda hiyo nyumbani kueleweka kwamba leo kuna siku ya kupata, kuna siku ya kukosa, kuna kitu kikubwa anaweza akatamani mkeo ukakikosa na nini, ikaleta labda changamoto. Wahenga walisema ndege wafananao ni wanaruka pamoja. Unajua mpaka unafika maamuzi ya kumwoa mtu, lakini kuna vitu vingi sana ushachambua kwamba hivi tunaenda pamoja. Nashukuru Mungu mke wangu anatambua kwamba kuna kupanda na kushuka. Na sio kuanguka moja kwa moja. Hiyo ni stage mbaya sana kabisa ya maisha. Kwa kwenye biashara yote kuna siku mnapata sana, kuna siku mpati. Tuna ukizirai biashara yetu sisi hapa ni kama za msimu hivyo, lakini ndo unapata sana mpaka sema yani maisha yapo hivi hivi. Alafu kuna kipindi haupati kabisa kwa muda fulani. Sio? Kwa hiyo kuna kipindi lazima ataenjoy life na kuna kipindi atavumilia. Sio? Lakini mimi nina formula zangu za maisha. Mimi ninaweza nikaa na account yangu somewhere na save hela kwa ajili ya siku ambayo sina hela zile ndo zitumike. Ili kufanya maisha ya at least yasishuke chini sana, yawe kwenye kiwango fulani. Unajua watu wengi wanasahau kwamba kipindi ambacho wanapata hela nyingi wanasahau kutunza hela, ili kipindi ambacho hauna hela nyingi ile hela ambayo umetunza ikutunze wewe. Watu wanasema hela ina masikio, hela ina tabia. Hela ukiitunza na yenyewe itafanya nini? Itakutunza. Ile hela usipoitunza kwamba unatumia ovyo, na siku ambayo unahitaji yeye kutunza itakuwa haipo. Kwa mimi na utaratibu pia. Kwa hiyo inasaidia kidogo hata mama akihitaji kitu, kama tupo kwenye uchumi kipindi ambacho labda biashara ziko chini, kuna akiba ile kuwepo inaweza kufanya ni ikasaidia kuboost asijisikie unyonge. Unajua mwanamke atakiwa kujisikia unyonge kiasi hicho ikiwa na wewe. Sisi wanaume tumeumbwa automatically, sisi ni provider. Hata kama mwanamke anajiweza to some extent, ni lazima wewe ufanye nini? Provide. Hilo ni jukumu lako. Ni basi tu saizi dunia inaita vitu vingi sana 50-50, lakini hata siku moja huwezi kutatetea na mkasubuhi anawika. Jogoo ndo atawika tu. Sio? Kwa ni lazima ujaribu kuprovide kwa mwanamke wako ambao uko naye. Kwa natumia mifumo hiyo kupata na kukosa kupo, lakini nashukuru mtu nile naye ni muelewa. By the way, shout out kwa Mama Kilian popote pale ulipo. Wakati huu ambao unatutazama, unapata nafasi ya kutufuatilia leo kupitia This is Life. Naomba nikwambie tuko hapa Saivila. Wewe ambaye uko mkoani Iringa, na kama uko nje ya mkoa wa Iringa unatamani kufika Iringa, kuna sehemu moja tu ambayo unatakiwa kuichagua kwa ajili ya malazi, chakula pamoja na utulivu wa kutosha kabisa. Panaitwa Saivila Hotel, inapatikana Gangilonga hapa Iringa mjini. Dakika chache tu kutoka stendi kubwa ya mabasi Gumbilo, dakika chache kutoka stendi ya zamani. Waambie tu nipelekeni Saivila Hotel, mambo yako yanaenda sawa sawa kabisa. Back to the history ya maisha yako kabla ya kuanza history ya kazi. Ulikuwa mchezaji mpira sana. Ikawaje ndoto zikafa? Yani unajua kuna watu mimi nimekutana nao, nimekutanaga na wakina Kabelege, nimekutana na kina Dida na watu wengine. Ilikuwaje yani story ya mpira ikafa? Kwa sababu tunaona sasa hizi watu ambao wanaanza mpira probably wako kwenye umri wako kabisa, afu milioni 40, 45 wanakula kwa mwezi, signing fee milioni 500, 600. Inawezekana ingekukomboa zaidi kuliko labda unachokifanya kwa sasa. Upo sahihi. Ni kweli nilikuwa nacheza sana mpira sana. Yaani siwezi kusema kwamba nacheza mpira kwenye level ndogo, ni kwenye level kubwa sana. Kiasi kwamba hata babangu aliamini kwamba huyu mtoto basi
kipaji ndio kitafanya maisha yake yafanikiwe, yani kucheza mpira. Kwa babangu alikuwa amenipa full support. Sina kiatu, nitaambia baba atanunua, sijui bukta, sijui jezi, babangu alikuwa ana provide vizuri, kwa sababu anaamini ile talent ambayo anaiona mimi naonyesha uwanjani basi itafanya nini, itaniinua. Hadi kuna watu baadhi mzee anaongea nao kuja kunishika mkono na nini. Kwa mimi nimecheza sana mpira nikiwa primary, secondary sana. Shule ya sekondari Lugalo, kwa watu ambao tumesoma miaka hiyo wanakumbuka. Hata shule za karibu, kwa sababu tulikuwa tunakutana viwanjani. Wao wanajua shughuli yangu ambapo tulikuwa tukutana. Sasa shida unajua ni nini? Kilichofanya sasa nisiendelee kupambania ndoto za kucheza mpira ni kitu kidogo. I don't know kama ni Mungu alikuwa labda ndo akutaka niende huko, sijui, lakini ni kitu kidogo sana. Nakumbuka mwaka 2011 mimi ndo niko form 4. Afu kuna mashindano ya Airtel Cup yanahusisha mikoa mingi ya Tanzania. Mtafuta timu ya mkoa, mnachujwa, baadaye mnaenda Dar kushindana kupata bingwa wa Tanzania nzima. Kwenye timu ya Iringa mimi ndo nilichaguliwa pia kwenye kile kikosi cha watu 22 kama sasa. Mimi ndo kama kapteni wao. Sio kwa sababu kwa kapteni kwenye timu manake lazima mpira unafanya nini? Unajua. Kiasi kubwa. Kwa mimi nipo kapteni wa timu. Kweli siku zimefika, tumetoa vifaa nao ya Airtel, tumepanda gari kwenda wapi? Kwenda Dar kwa ajili ya hayo mashindano. Tukiamini tuenda kupambana mkoa ushinde, na tukaambiwa hivi, maplayer wote ambao wanaperform kwenye ile mashindano, ukiperform vizuri maana yake wale makocha wa under 20 wanawachagueni nyie mlio timu ya taifa ya under 20 ya Tanzania. Kwa hiyo hapa tunaamini kwamba nikiperform naenda kwenye timu ya taifa ya nini? Ya Tanzania. Sisi tukaenda Dar. Tumefika Dar. Mechi ya kwanza tukaanza kuona vitu vya ajabu ajabu vyumbani tulikofikia. Yani vitu kama vya kishirikina fulani, chumvi, limao na majua na nini. Nimetoka mapema narudi kuna harufu mbaya na nini. Baadaye tukasema baadaye ndo mechi tutapanda basi ndo kwenye mechi. Mechi ya kwanza ilikuwa na timu ya mkoa wa Dar. Tulifika kwenye ile mechi, wale ambao tupo nao kambini wa Dar hawakuingia kucheza wale. Tunaona kuna basi moja pale ya timu ya taifa under 20. Wameshuka wale ndo kama watu wa Dar, sasa wamevaa jezi za timu ya mkoa wa Dar. Kwa wale mliokutania kambini wanafanya mazoezi, hawakucheza. Likaja basi tofauti. Wachache walikaa kipindi cha pili, wachache. Kipindi cha pili. Basi tukaingia uwanjani, tulikuwa tayari tuna uoga. Kapeti bandia tunaona kwa mara ya kwanza hapo, ujue. Mpira Jabulando tunaona kwa mara ya kwanza. Jibu kama za Uhuru pale Karume pale. Karume uwanja wa shirikisho. Ofisa za TFF hizo hapo, ofisa zao sisi tuko hapa. Kila kitu sisi tunatoka Iringa pale ni ushamba, tunashangaa. Umeelewa? Ile mechi tulifunga goli nyingi sana, goli 10. Imagine nimetoka Iringa mimi nikaja. Mbona walikuwa wazaji gani wa ajabu yani? Imagine nimetoka Iringa mimi niko kama ndo kapteni ndo kiungo bora Iringa. Lakini nifika pale mimi hapa ni kama vile sijui mpira. Akili wangu mimi nina ushamba, naona kapeti kwa mara ya kwanza la bandia, ushamba wa pili ule mpira Jabulano kwa dunia watumia kina Messi ndo nimeushika mimi huo. Tumeshika tulevaa viatu vyetu, tunaishi chini kama tunaungua kwenye ile kapeti kwa sababu ni ushamba. Umeelewa? Tunaona marefu wale official ni ushamba, tunaona for the first time. Tunaambia yule pale ndo kocha wa timu ya taifa na 20 anatuangalia ni ushamba. Umeelewa? Kwa hiyo mpaka ushamba kuja kutoka tushafungwa 7. Ushamba mimi nao maana yake timu nzima tupo kwenye nafasi moja. Yaani wote mnashangaa wote hatuelewi. Umeelewa? Hapo kumbuka wale labda ndo enzi hizo ndo mtu kama Mkude yuko pale ndo unakabana naye. Kwa Mkude kwenye ile wale waliokuja ndio na Mkude naye yumo pale. Enzi hizo. Umeelewa? Kuna watu wengi ambao kweli huyu anambia huyu ni yupo chini labda ya Simba, timu ya watoto ya Simba, huyu yupo timu ya watoto sija watoto Afrika, watoto Afrika Mwanza sio nini, naambiwa wewe unatoka Iringa, unatoka nimetoka timu moja huko inaitwa Galala FC kwa Mtuvila chini. Umeelewa? Yaani mnaki mimi mpira ni mimi mwenyewe, hakuna mtu anayesimamia. Umeelewa? Basi tukafunga mechi ya pili tukakaza. Kwa Tanzania goli 10. Mechi ya pili sasa ndo kidogo sasa confidence imekuja kidogo, uwanja jamani tumezoea 3-2. Mechi ya tatu ilikuwa na Mwanza, hiyo mechi hiyo ndo mechi ambayo tutoka 2-2, yani hapo sasa ndo tumezoea kidogo sasa, hapa ni batu by batu. Imagine mechi ya Dar tukio sisi hatujui sana sheria za mpira. Kipa wetu unajua makipa mtano alivyo, sisi tulivyo, alipewa tu Pepsi bahati mbaya akatukana. Sasa kwenye ile mashindano ukitukana ni straight red. Akapewa kipa red, ametoka. Akaja kipa namba 2, hapo tushafunga goli 3, akafungwa la 4, la 5. Kiungo ambaye ni kwenda mimi anikabia. Akacheza alafu mbaya akapewa red. Red zikawa hizi 2. Goli zikafika 10 kwenye. Sasa yale mauza yale. Alifanya kipa anakuwa labda akae golini, anakaa nje ya goli. Sasa yeye akanipo golini.
kumbe kapumbazwa kipa kujale mautozo ya mpira wenyewe. Sasa huo hayo mambo ya hati binzuluza inafika timu nzima labda chukeni limao mnazungusha hivi kichwani sisi mimi nikasema Mungu mbona mimi mambo mimi siwezi kama soka ndio liko hivi. Basi mimi nikirudi Iringa mpira wa mashindano ndio nishi hapa. Kwa mimi toka 2011 nilivyosema narudi Iringa, basi pale ndio ndoto ya mpira mpira zikawa zimeishia, kwa sababu nilishaamini kwamba mambo mengi kwenye mpira mimi siwezi. Hivi unajuta kwamba ulikata labda tamaa mapema sana, afu changamoto ilikuwa moja tu ile kukutana nayo? Hujuti? Hujioni kama ungekuwa unapokea hela nyingi au unatengeneza maisha makubwa zaidi? Sijuti, na mimi sana moyo wangu kwamba that time moyo wangu uliwaza kitu sahihi sana. Naamini hivyo. Sababu sijui sijui mbeleni, lakini naamini moyo wangu uliwaza kitu sahihi, kwa sababu wapo watu ambao mimi pia nimecheza nao mpira wameendelea kupambana mpaka saa hizi hawajafanikiwa kutoka, wapo wengi tu. Mfano kwa Iringa ambao tumecheza nao, Mungu amewajalia muda wametoka, kwa sababu ndo Mzize ambao sisi wakati tunacheza naye tulikuwa tunamuita Zonzi kipindi hicho, yeye ni midfielder na sisi striker kama sahihi. Kuna watu kama yule Emmanuel ambao tunamuita Bodo akaenda Azam, akaenda Azam Kabelege, Azam KMC, Dogo Richard. Saizi kuna Ambani, kuna Mungu kama sisi, wapo ambao kweli walinaniwa wakaenda, ila kuna wengine pia tulikuwa nao walienda mambo mimi alinishinda na yeye pia alirudisha Iringa, wapo. Kwa kila mmoja na vile ambavyo bahati yake ilimpeleka, lakini binafsi mimi kuanzia 2011 ndio pale ni saa mpira wa kutoka kwenda hizo kwenye klabu sijui ligi kuu wapi, mimi nimeishia hapo. Kwa hata ile hamu ya mazoezi ilishaga hapo. Yes, kuna mazoezi saa 8 ilikuwa tena hamna. Sasa mchezo zangu tu burudani, nifika pale nakimbia kidogo nicheze kwa ajili ya kwenda kupata hamu ya kwenda kuoga, nikaoga nimalize. Lakini hamu ya kutoka ikawa isha. Ndio maana mimi baada ya 2011 sijawahi shiriki ligi ya mkoa wala wilaya baada ya huo mwaka. Hakuna mechi tena ya ushindani hapo. Kipindi kwa timu nje kwa pale ni first kweli nikaenda kucheza ligi ya wilaya. Nikapiga mechi mbili tu afu nikawakimbia. Kwa sababu mimi kwa yale malengo yao na mimi tuendane, wao wanataka timu iende itoke ifike mbali. Mimi sitaki kwenda huko. Mbona kwa mimi nikaishia tu pale kwamba bwana hizo mechi mbili zinatosha, nikaanza kwa sababu labda nina majukumu si nini siji kwenye mechi ili tu nisicheze, kwa sababu ndoto na mpira kwa imeshafanya nini? Imeshakufa na sijuti. Okay. Sawa. Nataka turudi kwenye kazi yako sasa ambayo unaifanya by the way. Nitaisema baadaye lakini sasa sitasema. Ulianza lini kuwa photographer na ulianza anzaje? Of course umeniambia umerithi kwa baba hiyo kazi ya photographer, lakini nataka nijue ulianzaje, ikawaje, alafu umepiga hatua by the way. Kwa sasa hivi ni moja kati ya watu ambao mko kwenye spotlight. Mtu akitaka kufanya sherehe, harusi, tukio, anamfikiria Paco Steve pamoja na Paco Steve Company Limited. Tuanzie hapa, ilikuwaje ukaanza kuwa photographer? Sasa ukiacha kulisi ambao kwa sababu nimelisi kazi ya mzee. Wapo watu wengi tu ambao kazi za wazazi hawajalisi, wapo wengi. Lakini why mimi niliweza? Maana yake mimi nikiwa chuo 2015 ndo namaliza chuo 2015. Nilikuwa nawaza sana naenda mtaani kufanya kitu gani baada ya kumaliza chuo. Sio? Kwa sababu naamini kupata ajira ni majaliwa. Naweza kusoma sana lakini ajira sipati. Kwa hiyo nilikuwa nawaza nifungue nipo nauza nguo, napata mtaji. Nifanye nini? Kwa hiyo ikawa kule mazingira ya chuo nikazima kamera sehemu. Nikapia tu washikaji kikawaida kwamba kama tu tunacheza tu kamera. Kwa mimi naongeza nini? Ujuzi. Mimi hamna mtu aliyekaa akaniambia kamera inashikwa hivi, hakuna. Hamna mtu, yani hiyo ndio kitu unajivunia. Hamna mtu ambaye alikaa akasema bwana kamera inakuletea hivi. Ni mimi na YouTube. Simea. Kwa hiyo nikamaliza chuo kweli, nikarudi mtaani. Nikawa hivi lazima kamera kwa watu na pia picha tu washikaji kawaida. Tunacheza kama tunacheza tu kamera. Na sawa washikaji hata siku. Kuna mlango anaitwa Samir. Kuna nao kina Nemi MC ambaye alikuwa anaimba naye. Tunachukua begi la nguo, tunaenda sehemu tunapiga picha, sawa? Tuna edit kidogo, tuna post, yani ushababa umekaa hivyo fani tuna post, lakini mimi nilikuwa naendelea kujifunza vitu vingi kwenye picha. Sijui mwangu anakaje vitu kama hivyo. Kwa hiyo nashukuru Mungu nikaja kupata kazi kwenye kampuni ya Coca-Cola. Nikafanya kazi baada ya miezi kadhaa nikapata fursa sehemu nyingine. Kwa nikaacha kazi kwa Coca-Cola nikafanya fursa sehemu nyingine. Nilipata sehemu nyingine ile pale ina fursa nyingi sana. Nikasema hii sehemu bila mimi niitumie kwa achieve haja yangu ya moyo ambayo napenda kuwa photographer. Nikaagiza kamera yangu ya kwanza. Mshahara hapo maana yake. Okay. Nikachanganya mshahara miezi mingapi hivi nikaagiza kamera yangu ya kwanza. Na hiyo kamera kwanza tulichanga na mtu.
ndio ikaja kamera ya kwanza. Kipindio 5D Mark II ni gharama kweli. Ndio tukanayo kamera. Basi mmenunua sisi hata soko la Iringa tunajua sasa soko lenyewe ile hatulijui. Kwa wanaolijua wanataka kuja kuazima kamera kwetu. Imagine unauza mtu kamera anaenda ameangusha imerudika. Hata mwezi hajatoboa. Rafiki yangu zote tumechangana naye, yeye akamshagiva kwa mpaka bwana hii kazi ngumu. Mimi naenda kupambana na maisha da. Nikamwambia fresh mwanangu. Kila la kama umeona da kuna njia kutoka nenda da. Ila mimi kuhusu photography siwezi kwenda tena. Mimi ni mtu ambaye na amini sana moyo wangu kaniambia kitu acha na acha. Fanya nafanya. Mimi moyo wangu unaniambia kama kamera imeharibika bado kuna gap la wewe kupata la kupitia nini photography. Simela. So nikaachana ile kamera hata kwa fundi atakupeleka. Nilichokifanya nikaagiza kamera nyingine. Sasa hiyo ni kwa hela yangu mimi peke yangu kama mtu nimechangana naye. Kaja kamera so kubwa kama 5D, kaja kamera tu ndogo. Ilikuwa ni 50 kama sasa ni ndogo tu lakini ni nzuri kwa kuanzia. Kwa mimi nikakata ile kamera, nachukua labda mimi nipo hapa mjini, baadaye nikaomba oda wa chuo ambao naamini they are good looking. Wanajua kuvaa kupendeza, na wachukua na nao labda location na wapiga for free. Napiga for free ili mimi nikipost basi watu muone kwamba mimi napiga picha kwa uwezo upi. Imagine mimi naweza kupiga picha mimi sina kompyuta. Sababu kompyuta yangu ilibidi niuze ili niongezee hela kwenye mishahara yangu ninunue kamera. Kwa hiyo nachukua ile picha na kisha kwenye simu na application inaitwa application kipindi kile Pixart. Hata Pixart application nzuri kabisa hiyo. Kuna fani ilikuwepo hiyo. Yaani unafanya tu rangi na kolea afu unatoa picha unatuma. Kwa hiyo nikana download ile application na piga picha na kama kwenye na edit na natuma. At some point watu wakaanza kuona kama una potential. Nina kitu. Sasa hapo ndio nikaanza kuona kuna watu wanapiga simu na birthday. Mtu ananiambia sasa umeweza kupiga simu na watu maana yake anza kutoza. Umeelewa? Usifanye bure. At that moment kwenye safari yangu kutana na mtu mmoja ndio anaitwa Mkolea. Ambaye mimi kwenye safari yangu ya picha maana yake ni mtu ambaye yeye anajua mimi toka niko chini mpaka hapa nilikofika. Na toka nipo chini mpaka nilikofika tupo naye. Kwa ni mtu ambaye hata uchungu wa hustle ya ofisi hapa kwa Steve yeye anajua. Kwa tukawa naye hatuna ofisi. Tukipata mteja ndio hivyo nampigia simu, tutaka sema fanya location, atapanda boda tutakuja pale tutapiga picha, tutakachokipata tunagawana hicho. Kipindi hiyo nikamwambia bei kwa napiga picha utacheka. Ambapo sasa hizo nikisema ile bei tukana gani picha 10 kwa shilingi picha 10 kwa shilingi 5,000 ndio. Picha 10 5,000. Maana yake hapo maana yake picha jero hapo. Picha moja jero. Alafu kuna mbele kwa ukitupa 30 tutapiga picha hazina idadi. Tunakupiga tu. Kama ni birthday party utatoa 30 sisi tumemaliza. Ndio picha nyingi kweli yani tumemaliza. Hata zikitoka 50 sawa tu. Hapo hesabu ya nauli umo hesabu ya kula umo. Ofisi iendelee. Na kumbuka hapo usafiri boda tu kile boda na bajaji. Basi sasa tulikuwa tunafanya hivyo na huyo mwanangu Mkolea kazi naenda hivyo na hivyo. Baadaye nikasema sasa naanza kuona hii kitu inaanza kuwa inalipa. Tutende kwenye buku. Kwa hiyo kapicha kama buku tena sio jero. Picha 10 ni 10,000. So tunaweka buku na kumbe ile inaingia picha 10 tu 10,000. Kwa hiyo picha 20 tuna 20,000 hapo mwana. Na watu wanapiga. Umeona? Basi tuje push tupate hata na lens kingine kazuri. Wewe tukanoga ka lens, tukanoga speed light. Tukaona okay, kumbe kazi ya photography inalipa. Umeelewa? That time sasa unaweza kukutana na watu wengine ambao mpo nao kwenye cycle moja ambao mpo kama umri sawa tuseme yani vijana. Sababu wapipisha wazee walikuwepo, sasa sisi vijana tunakuja na mageuzi yetu. Tunakutana na mtu kama labda JR ambao kwa Iringa naye pesa hizi ni yuko top. Kuna mtu kama Jokeshi. Sisi hao ndio watu ambao wa mwanzo kutaka kuona nao. Ambao jamaa, una kamera gani? Wanafanyaje? Ndio tunataka kupeana ujuzi wangu mimi najifunza kwangu na mimi nakupa na kwako ambao ujifunza unakujua wewe. Tunapasiana kwamba okay. JR na mbei, Jokeshi na mbei. Kumbe inapigwa hivi. Okay, basi tunaona na softbox maisha yanaendelea kwenda nini? Unakuwa kwenye photography. Kwa story ilianza hivyo. Hata hiyo nilivyomwambia mzee mimi nataka niweze kupiga picha, mzee wangu alibariki 100%. Akasema na nani hapo na kusupport kwa sababu anajua faida hiyo biashara na yeye anajua inavyoopetiwa. Kwa photography tulianza hivyo. Tukaendelea kukua kwa namna hiyo. Changamoto zilikuwa nyingi sana, lakini moyo wa kuamini changamoto zile ni mapito tu ulikuwa ni mkubwa zaidi kuliko zile changamoto. Mpaka hapa nilikofika. Ndio maana wapo wengi tulianza nao, wengi walishange yani.
ila mimi mpaka leo nipo. Na mimi miongoni mwa watu ambao tumeita mageuzi ya photography Iringa mimi. Yaani hata ongea mtu vipi, lakini mimi wakati naanza photography nilikuwa tayari nishasoma soko la Dar. Kulifanya soko la Dar lije Iringa ni ngumu sana. Watu Iringa unaanza kipindi wenyewe washazoea ukumbini unafunga projector, sio TV. Wewe ndio kwenye kao unaambia mimi sifunge projector, nafunga TV kwa bei fulani milioni. Waambia sisi milioni hapana, sisi tunaweza mzee fanya kwa 700,000, wewe ondoka, unafukuzwa unaondoka. Kitu kicho kinanipa nguvu. Wao jamaa wa Dar ambaye kwa ananipa soko la Dar ananiambia hivi, kama hicho kitu Iringa kipo, ukiwa na present lazima utafukuzwa tu kwenye vikao. Ukifukuzwa useme kama basi nafanya kwa bei hiyo, ondoka. Ili thamani yako iwe pale. Kwa mimi kwa nikifukuzwa naondoka. Uweza mimi harusi yangu ya kwanza kufanya kupiga picha. Ilikuwa ni harusi ya kaka yangu wa damu. Sio? Okay. Ndio harusi ya kwanza mimi kufanya ni ya kaka yangu. Na yenyewe kamati kaniambia hivi, tunakuachia upige picha tu, video utafanya mzee fulani. Bado kamati babangu ana imani na mimi. Kamati wale imani na mimi. Wasema sisi kazi karibika tutaondoa sisi. Kwa hiyo sisi tunaleta video hiyo hapa. Wewe utapiga picha za kaka. Kwa mimi nipiga picha za kaka yangu ndio first time 2017. Tarehe 7 mwezi wa 7 ndio napiga harusi ya kwanza na kaka yangu. Hapo nyuma kote mimi nilikuwa nafunza kwenye vikao. Mimi nimepiga picha 2016 rasmi. Sio? Lakini hakuna kikao nimeenda mimi nikaruhusiwa kwa sababu ya bei zangu. Mimi paka jengo inaanza labda 8 milioni kuendelea huko. Kuna mtu anapaki ya 4 laki 5. Ilikuwa mimi nikisema 8 ukumbini sifungi TV, sifungi chochote gani kwa kupo plane ni afukuzwa. Basi kakaangu ile harusi nilimfanyia na hisi ile ndio ilipa sasa picha. Inipa watu kuamini kwamba okay, kumbe udogo kwenye picha za harusi iko vizuri. From there nikaanza kuwa kwenye vikao nikitoa package zangu naanza kufikiriwa kwamba huko mimi milioni nilizo nabo. Sio? By the way, nimependa shout out pia kwa Mkorea amesimama nyuma ya kamera pia kwenye This is Life episode ya kwanza kabisa. Yupo kuanzia wakati huo inaanza pako Steve mpaka leo iko hapa. By the way, yupo mtu mmoja poa sana. Nataka uniambie kwa eneo ambalo umefika kwa sasa. Unajionaje? Unajihesabu kama mkubwa Iringa au sehemu ya wakubwa? Na kwa nini unajihesabu hivyo? Unaamini nini kwenye ubora wa kazi ambayo unafanya? Okay, kwa soko letu la Iringa sijihesabika mimi ni mkubwa peke yangu hapana. Ila kwenye lile kundi la wakubwa na karibia kukaa nao tupige story. Yaani ndio kazini nikaa na wale ambao nasema wakubwa kwa Iringa na mimi nikaa na kitu cha kuongea. Mimi tofauti yangu na wenzangu wengi, photographer wengine wa Iringa ni ndogo sana. Wengi ni mafotografa vizuri kabisa. Wana skills nzuri kabisa. Wengi ambao kwa Iringa, sio Iringa tuseme Tanzania. Photographers wengi ni wazuri, wana skills sana. Naweza kufika eneo baya akapiga picha nzuri, wengi. Ila photographers wengi sana ambao mimi labda nimepiga hatua kuzidi wao. Mimi nimefanya photography ni biashara ase. Yaani asilimia mimi photography ni biashara. Sio ndio? The way ninavyoendesha mimi biashara ya picha ni tofauti na wenzangu ambao wanafanya picha. Wenzangu wengi wanafanya picha. Mimi nafanya biashara ya nini? Ya picha. Mimi kuna muda mimi nakupostia picha. Sio hapo uone kali. Sio na kupostia picha ili wateja wengi ndio waipende. Ila wewe unajua picha, sema picha hii mbona kama imekaa vibaya, wewe unajua picha, ila wateja muda huo ndio picha ambazo wanazipenda. Mimi nikaposti edit picha labda mtu kapia kwenye majani ya kijani, nikafanya ile majani tu vile ya kijani, yasiwe tu yana mambo mengi tu ya kijani. Kwa sababu ndio wateja wengi wanataka uhalisia. Ila mafotografa wengi wana vitu vingi, wanatamani si aweke rangi cinematic, aweke rangi ni ya njano, si kama ana maji. Bro, zile vitu mteja mtu mzima wa mwaka 60 kukuelewa kwamba nilivaa suti ya blue umeifanya kuwa ya njano, kukuelewa wewe kwamba unafanya ujuzi ni ngumu sana. Kwa mimi nafanya biashara ya picha. Na ukifanya biashara ya picha inalipa. Ndio mimi kama sehemu sijaitwa siji. Yaani mimi uwezo kuta siku moja nimeenda sehemu nimeenda na kamera wakati sijaitwa, hiyo usikuta. Ila wapo watu wengi sana wanafanya hivyo vitu. Mfano inaweza kuwa kuna tamasha labda la wasanii wamekuja. Mimi sipewa kazi. Siwezi kwenda kwenye tamasha na kamera yangu, siwezi. Mimi nitaenda kuangalia tu. Nitaenda kuangalia na mimi kuenjoy. Lakini mambo ya kufika kwanza kupiga watu picha. Nikienda pia nitakuta mafotografa wenzangu baadhi wanapiga picha. Hawajaalikwa, walipwi, hawajaombwa. Hawajaalikwa
anapambania tu. Umeelewa? Labda kama ndoto yako ni kuja kuwa fotografa wa msanii, kama ndo unajipeleka kwenye njia hiyo, sawa. Lakini kwa nini uende? Umeelewa? Ikiwa una room kubwa sana ya kuboresha brand yako ionekane kwa watu wakuite. Mimi natumia nguvu kubwa sana kuhakikisha watu wengi wakiwaza kuhusu photography wanifikirie mimi. Unajua watu wanaofanikiwa ikoje? Hakikisha wewe unaboresha taaluma yako au ujuzi wako kiasi kwamba mtu akiwaza kuhusu shida fulani ajue saa fulani atatatua. Mfano ndio unasikia huyo una shida gani? Dr. fulani mzuri kwa sababu doctor ame struggle enough kuweka identity kwamba kuhusu upasuaji yeye ndio the best. Umeelewa? Leo hii mtu kusema labda na harusi kwenye watu ambao watafikiria kwa ilinga mimi nipo. Anataka kushinda labda bei au machaguzi akachagua kwa akiingesha ba mimi na mtu fulani test mtu fulani itamfavor zaidi atatoa ni nzuri zaidi labda. Ya lazima kwenye ile top 3 ambayo atakuwa ametufikiria na mimi nitakuwa. Hii ni wadhani mimi ni brand biashara yangu. Kwa hiyo tofauti ambayo ipo ni hiyo. Na kufanya picha na kufanya biashara ya picha sio kitu cha kwamba naweza tu kufanya, kinahitaji process. Kwenye process mlaki inabidi wewe kwanza uumie kwenye kubrand, inabidi uumie. Lazima wewe kutoke hela kadhaa kwenye kubrand. 100%. Branding ni kitu simple lakini kitu ambacho kigumu, kinataka moyo wako wewe ukubali kwamba mimi hela nilionao nimepata kwenye kazi labda nimepata $1,000,000. Nitoe $500,000 nikafanya branding. Wachache sana wenye moyo. Kama nifanya kazi napata $1,000,000, hapa nitoe $500,000 nikafanya branding. Ni hela ambayo unaitupa ambao hujui kama itarudi au itarudi. Ikirudi nasema okay, Mungu nilifanya branding na shukuru Mungu afanye imelipa. Bro, mimi nilikuwa nachukua mamodo au tuseme wadada wazuri. Sio kwenye muonekano mzuri, photogenic, nachukua naenda kukodi gauni la harusi. Kwa siku nzima labda gauni laki au $150,000 na kodi gauni la harusi. Labda huyo mdada naenda kufanya makeup, ile makeup ya maharusi. Ile makeup $30,000 ni bei kubwa. Nafanya makeup ya maharusi. Ambao nikishafanya vitu vyote hivyo utaba gharama kabla $4,000. Ili nikapiga picha 30 au 10 tu za mimi kupost kwa watu wajue maberusi nikapiga picha wanatokea vipi. Na nikipost sana mtu pakostini na picha zile maharusi japokuwa nimempia mdogo sio biharusi, mimi nimekodi gauni, nimekodi, nimelipia location, nimekodi kibinyo sina hata gari. Nimekodi gari taxi maana yake ya kutupeleka na kuturudisha location kupiga picha. Nimelisha huyo modo, nimelisha watu niliokuwa nao, tumepata picha tulipost. Hapo mshatumia $400,000 yangu post nasubia sasa nani anipigie simu nipate kazi sasa ile hela irudi. Biashara ya picha sio rahisi, lakini once ikianza kukulipa unaanza kusema okay, kumbe sikufanya ujinga leo. Kwa mimi binafsi mimi nafanya sana biashara ya picha. Na mpaka leo nafanya biashara ya picha. Na sita aje kufanya biashara. Ndio mimi sina mbwembwe. Sasa kama mimi mkala kweli tu, mimi nafanya kitu ambacho walaji wanakitaka. Ile masuala sisi watamu tuna mimi kwa muda ifika labda mkiwa mmenisahau kama ni mtaalamu, naweza nikapiga picha kwa ajili ya utaalamu fulani kwamba utaalamu bado upo na wapostia afu naendelea na biashara yangu ya nini? Ya picha. Okay, by the way kuna somo hapo limepita la branding. By the way, hata wewe ambaye unafanya biashara na unatazama, kuna kitu utakuwa umejifunza kuhusiana na umuhimu wa kufanya branding. Of course unaweza kuona kama unatupa hela yako, lakini kuna kitu kikubwa ambacho unakilenga mbeleni ambacho ni zawadi ama ni kile ambacho utakipokea baada ya kufanya hiyo branding. Natamani kabla sijakuhamisha hili eneo nikuulize hili swali. Piga picha na models, wadada warembo, wazuri kabisa. Mume wa mtu sasa hivi, na inawezekana wale watu hawakuchukulia vizuri, labda hawakuona kwamba wewe unafanya tu kwa ajili ya biashara. Kuna wakati watu wanaona huyu kavutiwa na mimi, huyu kuna namna. Kuna wakati mazoea yanavuka mstari, yanachanganyikana kidogo kati ya kazi na kile ambacho wao wanakibeba moyoni pia. Nataka uniambie challenge ambayo unakutana nayo kama baba wa familia, mume wa mtu pia, kujiengage kwenye shughuli ambazo zinahusisha wadada wadogo wakati mwingine ambao uelewa wao haupo kwamba umewekeza tu kwenye kazi na vitu kama hivyo. Acha tu unakuwa tu baba wa familia, lakini changamoto za wanawake zipo hata kwa baba wa familia. Kwenye photography, mtu yote ambaye ni photographer anajua anaingia kwenye ulimwengu ambao yeye kuoana na wanawake ni kitu normal. Kwa sababu wateja wengi wa picha za kawaida ni wadada. Ndio wanaopenda picha. Wanaume wao wanapiga picha mbili kaondoka maliza. Sahihi. Wanaume tuna vitu vichache vya kucelebrate.
wanawake wana vitu vingi sana vya kucelebrate. Na hakuna celebration yoyote mwanamke anachukulia kawaida. Kwa lazima anapiga picha wengi. So mimi toka naanza photography, changamoto ya hiyo ya wanawake ilikuwa. Lakini nikakaa na wale ambao nipo nao nikamwambia wakuu, mimi ninavyoona hii photography ili tulipe, sisi inabidi tuwe na misimamo yetu kwenye kazi. Ambayo ya kwanza maana yake you don't need to date mteja. Customer. Unatakiwa kuhusiana na nani? Na mteja. Kwa sababu once ukibadilisha biashara kuwa kwenye mapenzi na kuwa tatizo tayari. Nashukuru Mungu tuligawana watu tulikuwa nao. Lakini kwenye ule ujana wetu hakuna kitu kigumu sana kama kushindana na hisia za mapenzi. Kukwepa watu wote. Umeelewa? Wale unaowataka wewe kwa kukwepa ni simple. Kwa sababu unaweza kujizuia kwa sababu ya aibu kukataliwa, kutongoza kazi, kufikia mtu unaona aibu na nini. Sahihi. Dunia inakaa vibaya saa hizi. Wanawake wanakutongoza wao. Hakuna jambo gumu, na yeye nahisi kila mtu anajua, hakuna jambo gumu kwa mwanaume kataa kama kumkataa mwanamke mzuri. Sahihi. Ndio. Kwa ni changamoto ambayo ilikuwa ina tupelekesha sometimes kuna mmoja mmoja kayumba tunamkumbusha. Kwamba this is not good. Nashukuru Mungu tunakumbushana sana kiasi kwamba tulikuwa tunaweza kuhandle. Na mimi nishashuhudia photographers wengi ambao labda tumeanza nao. Moja sababu pia kufeli kwenye hii tasnia ni hiyo issue ya nini? Emotion. Kwa sababu imagine unamtongoza mkija mnake next time akija hamna tena hela. Hamna hela tena. Sio? Hata kama kwa marafiki zake inabidi walete wakija, hata kama kuna hela mlako utafanya hela chini sana kwa sababu ya kumridhisha mpenzi. Kwa hiyo hata kwa mtu yote ambaye ana either ni photographer au ana wish kuanza kazi ya photography, jambo la kwanza ambalo inabidi aweze kulimaintain ni hizi matamanio kwa wanawake, tuseme labda sawa, kulimit hizi hisia zake juu ya ajue kutenganisha mapenzi na pesa, vikae vitu vile separate, kwa sababu ukivichanganya hawezi kutoboa. That's why ugumu wa photography wapo, kwa sababu unajua kila kazi lazima iwe na changamoto ngumu ambazo ukizishinda ndio mafanikio yako. Kwa changamoto ya kwanza kila photographer akishinda ya kwanza ambayo ni mafanikio yake ni hao wanawake ambao kila siku wanaona. Akiweza kuwashinda wale, automatically tu anakuwa kashinda vita ya kwanza. Zingine zinaendelea. Kwa mpaka sasa hizi mimi tayari labda ni baba wa familia, nina familia, bado changamoto zipo. Sio, na hamna kitu kibaya kama ukiwa tayari na familia, una mke labda na maisha yanaendelea. Ndio vishawishi, I don't know, ni shetani ndio viroga vinazidi. Kabisa, 100%. Basi hao waume watu wana tabu kwa sababu ni watu wengi wanawataka vitu vingine. Kwa hiyo vitu vipo sana, lakini misimamo yako ndio mafanikio yako. Kuyumba kwako ndio kufeli kwako. Kwa hiyo ukiweza kusoma imara, maana yake vitu vinaenda. Ukiweza kuyumba, vitu vinapukutika. Kwa hiyo ni vitu sana mtu kao na misimamo. Yaani bora kama wewe ni mtu unapenda date mtu ambaye ni nje ya system yako ya biashara, nje ya mteja wako, pechuko, ili mambo yako yafanye nini? Yaende vizuri. Okay. Sawa. Kuna mtu aliwahi kuniambia, sijui hii ndo kanuni ya biashara au vinginevyo, lakini kuna mtu mmoja nilipataka nafasi ya kufanya naye mahojiano kama kipindi fulani hivi. Nikamuuliza, bwana, wewe una neno lipi la kuambia watu ambao ni mashabiki zako? By the way, sasa sijajuaga ndo mashabiki au vipi. Siku moja pia ndio na challenge ya TikTok. Watu waliambia, bwana, hebu tuambie ma photographers bora Iringa ni kina nani pale. Katajwa watu, katajwa Pako Steve pale na vitu vingine. Kuna watu ni mashabiki zako. Na kuna watu wanapenda sana kazi ambayo unaifanya. Wewe kwa sababu unashiriki kufanya kazi na wewe au kwa sababu ni mashabiki zako na vitu vingine kama hivi. Wale watu unaweka kwenye kundi gani ambao inawezekana wana jina fulani ambalo wakiambiwa walitaje tu, ikigusa photography wanamtaja Pako, ikigusa eneo la videography wanamtaja Pako na vitu vingine. Wale watu unaweka kwenye nafasi gani kwenye maisha, na unafikiri wale ni watu wako wa karibu kiasi gani ambao inawezekana utakavyowatem itawasaidia pia watu wengine na wafanya biashara wengine kujua watu ambao wanawasaidia kuitangaza biashara yao pasi na malipo yoyote au price yoyote, wana nafasi gani kwenye kupiga hatua kwenye kazi zao? Wale watu ni watu wangu bora. Ni watu ambao nawaheshimu sana. Mimi hapa kama unafuatilia hata niko Insta au WhatsApp status, mara nyingi sana wanaposti kwamba Mungu aendelee kubariki wale watu wote ambao wanalitamka jina langu kwenye matukio mbalimbali, vikao, mijadala mbalimbali, jina langu wanalitamka, Mungu awabariki. Kuna wale ambao ni marafiki zangu wanatamka jina langu kwa watu. Sio?
Wale wawezekana wanataka kwa sababu mimi ni rafiki yao. Pia na washukuru sana. Ila kuna wale watu ambao mimi sio rafiki yao, mimi sio ndugu yao, mimi sio kitu kwao. Kile imagine wanapendekeza jina langu kwenye kazi mbalimbali. Wale watu mioga wananigusa sana nafsi yangu vibaya. Yaani mimi mtu simjui. Amewepo tu kazi yangu labda ukumbini au Insta wapi, lakini akiwa kwenye vikao vyao vikubwa kwa anasema jamani hii kazi tumpe Paco Steve. Sio simjui. Afu nakuja kuambia kazi bwana yetu iliyokupa jamaa yule pale ndo alituambia tukupe. Una mambo yote namba yake sina. Simjui ndo namuona siku hiyo. Anaenda kumsalimia kwa appreciate akamwambia bwana mimi huwa nakuona unapost WhatsApp na wapi TikTok au Insta. Nashangaa kumbe nikipost watu wanafuatilia. Kwa watu binafsi yangu mimi na appreciate sana ile kundi. Na kundi lingine ambalo na appreciate zaidi ni kundi ambalo nishaye kuwahudumia. Wakapenda huduma yangu wanaendelea kunitangaza kwa watu. Huwa naambia hata wafanyabiashara wengine kwamba hakuna marketing nzuri au tangazo zuri kama kumfanyia huduma nzuri mteja mmoja. Unajua matangazo mengi tunalipia. Ukienda Insta tangazo utalipia, TV utalipia, radio utalipia sio. Lakini mimi nikuhudumia vizuri leo. Wewe utaenda kutangaza kwa watu bila malipo. Naambia mimi picha nipiga huyo Paco Steve huyo ana hatari huyo. Ushawaambia watu wengine kuhusu Paco Steve. Ushanitangaza. Kwa sababu gani? Nilikuhudumia vizuri. Kwa kuna wale kundi pia watu ambao nimehudumiaga vizuri kwenye harusi zao, sendofu zao, mahafali yao. Sasa mtu nilipenda picha ya mahafali kumbe huduma yangu alipenda. Amerudi kwao kwa kakake anaoa. Labda ni Mbeya Arusha huko kakake anaoa, anaambia jamani Iringa kuna mtu anaitwa Paco Steve ya mahafali yangu alipenda picha hivi. Mama unaona? Shangaa unavutia waya na mama mzazi au baba. Tuipenda na nini tumba gharama zako za kusafiri hadi huko ni unampa. Shangaa ndio Paco Steve wako Arusha, Paco Steve wako sijui Mbeya, Paco Steve wako Morogoro hapo Dar kwa sababu ya kundi hilo la watu. Kwa mimi nafsi yangu hao watu nawaheshimu sana na yani mimi kila siku Mungu aendelee kuwabariki. Kwa sababu mimi wakinipendekeza kwa muda hata wapate faida yoyote. Yaani lakini hivyo tu wametenda wema wameenda zao. Kwa mimi Mungu awabariki sana. Yaani hao watu mimi nawakubali sana sana. Watu kundi lingine ambao mimi silipuuzi ni kundi ambao mimi zinaniponda. Afai yule. Wezi yule. Unajua tupo kwenye jamii ambayo ina size ina watu wengi sana waelewa. Watu wengi smart. Wanachuja. Watu wanachuja. Kwa nini huyu kasema Paco Steve mbovu? Hebu ngoja ningie Insta nimwangalie mwenyewe. Kweli mbovu. Unaweza kujikandia kumbe ukapa watu attention kwamba hebu ngoja tumfuatie Paco Steve kweli ni mbovu. Mbona sio mbovu? Wewe mtu mpe kazi. Kwa hiyo kundi pia mimi pia na ukubali pia. Okay. Ili sijui ile line ya Mwanafe inasemaje, lakini sasa sijui ili ufanikiwe unahitaji marafiki, lakini ulifanikiwa zaidi unahitaji maadui. Yaani ukiona wewe hamna watu ambao wanakuzungumzia kwa ubaya. Kufanikiwa wewe ngumu. Yaani kwamba wewe unazungumza positive tu. Hii pesa yenyewe kila mtu anaipenda. Kuna muda watu wanaikataa kwamba hii pesa bora singekuwepo mambo ambayo yasingetokea. Lakini pesa hii ambayo kila mtu anafanya nini? Kwa kila siku wewe unasifiwaga. Kuna question mark. Kuna sehemu unakosea. Mimi na washikaji wengi sana. Wanangu na by the way unawafahamu. Watu wangu wa karibu kabisa kwenye maisha, Johnny, James Shitindi na watu wengine. I hope pia na wewe una watu ambao ni watu wako wa karibu pia na ni washikaji na ni marafiki pia. Hakuna maumivu mabaya au maumivu makali sana yanayokuja kama maumivu yanayoanzia kwa watu wako wa karibu. Hasa wanapokusema vibaya au wanapofanya vitu vibaya ambavyo wewe vinakuumiza. Nataka uniambie marafiki zako ni watu wa aina gani? Na unafikiri ni watu wema kiasi gani kwako? Ukiwa unakaa nao hivi kwa unawatazama machoni, unaona wema wao kwa kiasi gani kwako? Marafiki. Hapo tuwazungumzie sana watu wangu wa karibu. Mimi mpaka ni kuclassify wewe as rafiki. Ni ngumu sana. Mimi imani yangu juu ya sisi binadamu sisi ni ndogo sana. Sisi binadamu tuna shida sana. Kuna msemo unasema kila binadamu have a price anadau ambayo dau akipewa na kusaliti muda wote. Yaani hata awe ni mpenzi wako mkeo anadau. Mimi nimwambiaga Shitindi pia hiyo. Kwa kuna mahali wakifika mimi asinitegemee kabisa. Sasa mimi watu wangu wa karibu wengi wapo ambao wana wema, wanafanya sana mema. Toka mimi naanza labda struggles na nini na watu wema wapo. Alafu kuna wengine wema wao labda walichoka sijui walisha njiani. Wema ukaisha hapo. Alafu kuna wengine ambao wema wao walikuwa wanafanya wakati mimi ni sawazidi wao. Moment imetokea ni mawazidi wao hawajapenda.
saizi wapo nyuma yangu na visu vingi sana wananichomachoma hivi kwamba kweli tulikusaidiaga lakini why sasa wametupita. Kwa hata kwenye stori zao wao inabia kwamba yule pako Steve sisi tumefanya hayo pale. Siku hizi akipita na gari kama hatuoni. Kwa wao wapo pia wapo lakini kwenye kundi la watu wangu wa karibu bado. Sio? Kwa hiyo wapo ambao ni wema na nina appreciate sana wema wao. Alafu kuna wengine sasa hizi wametaka kuwa maadui. Lakini imagine mimi naishi nao. Wadui kwenye yangu tofauti lakini mimi nafanya nini? Naishi nao. Yaani kuna baadhi ya watu mimi nafanya vitu vya msingi sana. Kwa moyo wangu mimi kama sasa huyu ni adui yangu. Ila nafanya naye kwa sababu jambo fulani hili liende. Mimi namtegemea huyu. Lazima lipitie kwake lazima. Simtegemea 100%. Lakini lazima lipitie hapo kwake. Mimi natakiwa hisia yangu ya uadui na yeye niweke pembeni kwanza. Mimi nifikishe lengo langu. Maisha ndio hapo hivyo. Maisha ni mchezo wa timing. Sio? Sasa mimi mpaka wewe umekuwa adui yangu. Maana inawezekana umeshindwa kuvumilia. Inawezekana ulikuwa adui toka mwanzo. Sasa hizo mbona ujionyeshe? Sio? Kwa mimi na maadui zangu hapa napiga nao story. Ila sasa mambo yangu mengi ya karibu. Na wataki kujua. Mtu anayekufanyia wema na ubaya at the same time anaitwaje? Yaani mtu ambaye yani wema na ubaya viko hapo yani. Yaani leo mtu mnafiki ni mtu gani? Mimi si mnafiki. Mnafiki ni mtu ambaye anasema si kitu kimoja hapo anamaanisha kingine. Alichaka mwema kumbe walisi wake so huyu ni mnafiki. Na hisi ni kitu ndio hivyo kwamba akiwa na wewe mwema anajiweka kwenye wema kwamba ila akitoka wewe unajua sana wewe. Alafu kumbe wewe hicho kitu umeharibu kwamba unajua sana wewe umeharibu. Alafu kenda kwa watu wanaambia sema mimi wapi picha yako siku hizi picha mbaya. Unaona? Wewe ni mnafiki sawa hapo wewe. Na naishi nao. Unajua dunia sasa hizi teknolojia imeharibu sana. Unaweza kukaa kwenye kundi la watu mpo watano labda. Wale si wote wanampenda pako Steve bwana. Kuna wengine wananipenda rekodi voice record pale wananitumia na kusikiza ndugu yangu unavyoniua. Ndugu yangu kabisa ambacho tukaa hivi labda tunazungumzia mpira. Tuna enjoy labda tunafanya mazoezi yote tunafanya lakini na kusikiliza wewe. Sasa okay. Mimi huwa najiuliza kwa nini mtu yule kafanya hivi? Jibu ninalojipa ndio hilo litafanya wewe nikuwe kwenye kundi lipi. Tamani labda ndimkosea. Kwa hiyo nikiona sija kukosea nichukie zako mimi basi kaa kwenye kundi la watu nichuke na mimi. Vitu vyangu mimi ndio close the door utaona tena kuhusu mimi. Kama nakwenda kusupport kitu fulani shangamaa basi nita support kumbe tayari kuna line nimechora. Na hiyo sio kama mimi tu. Hata kama kuna mtu mwingine kwa mimi kwa kweli nimekuwa sio mtu mwema tena. Alichoree tu ndio maisha yalivyo. Mbona usikatize huko. Maisha ni movement. Day to day kuna vitu vinabadilika. Hata mimi hapa naweza kuwa nimekuwa mwema kwa mtu sasa sio mwema. It's okay. Shida ni kwamba watu wanaamini kwamba ukitenda wema lazima udishiwe wema. Hamna. Ukitenda wema subiri baraka za Mwenyezi Mungu endelea na maisha. Ukisema leo eti nilimfanyia kitu fulani ima lazima nifanyie, haiwezekani, utaumia tu moyo wako. Umeelewa? Tenda wema usubiri tani. Yaani kutenda wema ni kama vile umepanda mbegu ya mahindi. Kuota au kutokuota ni Mwenyezi Mungu anaamua. Inaweza ikaota hapo na wema wako unaweza kurudi. Isipota pia maana yake basi chimbua labda utapanda sehemu nyingine kwa mtu mwingine inaweza ikaota. Na kuna wema wengine unaweza kupanda leo kuja kulipata baada ya miaka 10. Mimi nimeshuhudia kwa mzee wangu. Mzee wangu kuna mtu alifanyia wema mwaka 92. Zanzibar mwaka 92. Mimi hata sijazaliwa. Umeelewa? Lakini ukutania mwaka juzi kwenye ishi moja ambapo baba alikuwa na shida kweli, ile mzee akaniambia mimi nakukumbuka. Baba akasema sikumbuki. Mwaka 92 sasa ulisaidia hivi na hivi. Basi jambo limeisha. Kweli liliisha. Imagine miaka mingapi toka 92 mpaka mwaka juzi. Lakini ni wema ambao ulipanda mwaka 92 moja kulipa mwaka juzi. Umeelewa? Zaidi ya miaka 20 hapo. Kama moyo wako umekuruhusu tena wema tenda tu kwa sababu haujui. Utakulipa lini? Tenda wema nenda zako. Okay. Kuna vitu viwili hapa nataka ni integrate. Mungu anijalie nikumbuke hii. Ila naomba nianze na hili. Nipe heshima ya back to life, back to reality. This is life by the way. Yep. Mama Kilian, I'm sorry popote ulipo unaponitazama, I'm sorry lakini I hope nikutane na hii. Nilipata experience ya mwanangu na unamjua akishalewaga. Anasimuliaga hiyo hadithi tu. Anasema yani bana mimi kuna mtu na miaka 9. Nikaekeza nguvu zangu nikajua ndo tunaanzisha familia ila fresh tu. Alimsimulia hadi mkewe siku moja nakumbuka.
It's part of the story kwa sababu ni sehemu ya maisha ambayo amepitia na hawezi kufuta. Nataka uniambie story yako kabla ya kuoa ilikuwaje? Ulikuwa mtu wa aina gani? Na ulikutana na kina nani? Nani ambaye hata usiwataje kwa majina by the way, lakini maumivu gani makali ambayo unakumbuka, ambayo I hope ukimwambia mtu wa leo anaweza akajua labda hii story anayosimulia pako, mbona kama na mimi ndo napita huku, mbona na mimi naelekea kwenye haya maumivu na vitu vingine kama hivyo. I hope uniwekee sawa hiyo kidogo, kwa sababu ukiniambia mimi nitakwambia mimi nimeanza mahusiano baada ya kumaliza kidato cha 6. Watu wengi huwa hawajui, lakini that's my story. Okay. Yeah. Bwana. Vingie sina sahau. No, sitaki usahau. I hope hautasahau na nina uhakika. This is life. Kama utakutana na mtu mwingine ambaye utatamani aeleze, natamani wewe leo ndio ifungue nafasi ya kueleza. And I hope kuna mahali kuwahi kuelezea. Fine. Tulahisisha ili kwa sababu hizo story hizo mtu akisema simulie ni ndefu, ile kama sama, inabidi tufanye vitu vile simple. Sahihi. Kuna moja lakini tutataka unielezee in detail. Okay. Binafsi tuseme ile labda kusema kwa kwenye mahusiano kabisa, mahusiano ile hisia zenyewe. Mimi ni wakati nipo chuo. Hongera bwana. 2012. Hongera bwana. Hongera. Chuo mimi baba yangu alinizuia kwenda form 5 na 6. Alafu sikumwelewa, sasa hizi namshukuru sana baba yangu na dada yangu. Wangezuia na mimi. Dada yangu na baba wananiambia au unaja kwenda form 5 na 6. Twende chuo. Chuo straight. Shortcut. Unajua kwa sababu naona watu wote nasema nao waenda form 5 na 6. Yaani kwa nini vipi? Sasa mimi sijafeli. Umeona? Kwa nini msinipeleke? Baadaye nimeweza chuo kasema mzee Mungu alikuwa Aisha kwenye ajira. Sasa wewe unajua sana sasa. Alikuwa Aisha kwenye ajira kabla hizo kona za ajira zijaanza. Kwa sasa mimi maana nimetoka form 4 straight chuo. Umeelewa? Kwa form 4 kuna tu mahusiano ya shule. Sasa unajua ile nimekupatiana mpira mikono ndo sasa leo ndo siku yangu nzuri kabisa. Ile kiza form 4 ile vijana wengi pale ndo vitu vingi vinafanyika pale. Vilifanyika vitu vingine ajinga pale. Bila yani ilikuwa ni ujinga tu bila hisia zote. Sasa nimefika chuo ndo for the first time mimi nasema napenda chuo. Binti mmoja hivi hapa Iringa pia. Sasa naye kule akanishika kule mtoto wa watu. Nikampenda. Hiyo tuliditina for miaka 3. Hongera. Miaka 3. Hongera. Kwa mimi first heartbreak. Ilikuwa hiyo miaka 3, baada ya miaka 3. Kwa hiyo binti. Ilikuwaje? Tupo chuo, mwaka kwanza chuoni fresh. Mwaka pili chuoni fresh. Mwaka 3 bwana mimi ibini nikasome nje ya Iringa. Uko Arusha. Yeye akaenda lakini Iringa lakini Mafinga huko Arusha Mafinga. Distance ndio kipimo cha mapenzi ya kweli sometimes. Some wote sometimes. Kwa hiyo distance ilituonesha kuwa kuna tatizo kati yangu mimi na yeye, yani kuna kitu hakipo sawa tu mimi na yeye. Mpaka namaliza chuo narudi Iringa kuna vitu tu haviko sawa tena kuhusu mimi. Namheshimu sana yule mwanamke, siwezi kuelezea kiundani sana hiyo story, lakini kuna namna hatukwenda sawa. Kwa hiyo ikabidi tu tuachane na yeye endelee na maisha yake na mimi endelee maisha mengine. Okay. Sasa wakati yabidi tuachane na binti. Ya siku tunaachana. Mimi sasa kwenye moyo wangu nilikuwa nishamwacha miezi 3. Kwenye moyo wangu mimi nishaumia miezi 3 nyuma. Kwa siku tunaachana mimi kama vile naongea tu kawaida. Naumia ngine sasa, umia sana ile. Sio kama hapo kumbuka ndo first heartbreak kama nasema hivi kumbe watu wanaoneaga hivi. Hiyo miezi 3 nyuma niko chuo Arusha siri huko chuo muda mwingine. Shida. Nikienda mazoezini huko, yani naona bora nikimbie sana mazoezi nifanye uwanjani ili ni yani nisiwaze chochote kuhusu hiyo binti. Hajui yani kwa kama kibadia kuna video hii natajua kwamba kumbe ile bwana miezi 3 nyuma alikuwa ashaniacha. Jambo kuacha mtu ni kazi. Tena mtu ile ya kwanza ni kazi wote, nilipitia vitu vingi sana kwenye kuachana na yule mwanamke. Kama ulikuwa unaona red flags, kama ulikuwa unaona kuna kitu hakiko sawa, kwa nini bado ulikuwa una hesitate kuachana naye? Ukawa unakubali tu kuendelea kuyapokea maumivu kweli? Mimi ni mtu ambaye na amini sana moyo wangu. Mimi ni mgumu sana kuacha. Kwa wanawake ambao nimekuwa nao wanajua. Hata kama wanaangalia hizo wanajua kwamba kijana kweli kuacha ni kazi. Mimi kuacha mtu ni kazi.
Mimi nikiwa nimekupenda, yani kupenda maana yake wewe kuacha mimi ni kazi. Hata wewe kuniacha mimi ni kazi. Labda unachia sijui uko labda uko nje ya nchi uko wapi huko. Mimi ukiniacha hata kama uko Danda kufuata. Kama unakuhitaji nitakufuata. Lakini sasa nilipitia hivyo kipindi cha kumwacha na nini. Kwa labda mpaka nafika kama mtataka kutana kurudiana tena mna bwana tumeacha. Kwa hiyo licha kwa kuna red flags kuna matukio mbalimbali, kwa nini nilikuwa na still kunaendelea kuwa na yeye? Kwa sababu nilikuwa naamini mapito hayapo, ila siku akizidi labda ni sign kwamba hapo sio sahihi. Kwa hiyo nilivumilia kwa vile ambavyo niliweza kuvumilia, naamini hata yeye pia alinivumilia. Mimi siwezi kuwa malaika, siwezi kuwa perfect, hata yeye pia alinivumilia, lakini ukifika muda upendo unaanza kuwa unaisha, maana kila mtu anaanza hapa kuna vitu haviwezi kuwa sawa. Yeye anajua nini kilifanya tu separate, lakini ikatokea kwa hivyo kwa tukaachana, basi maisha mengine yakaendelea. Na ubaya kuhusu mimi, watu wangu wa karibu wengi wanajua mimi ni mtu ambaye siwezi kuishi single. Mimi kwa single siwezi. Yaani kisi nimekaa mwaka mzima eti nipo single, mimi siwezi. Na kama kuna washikaji wanaweza, watu wanaweza, mimi hapa. Mimi mmoja wao ninayeweza. Mimi siwezi kuishi bila kuwepo na mtu ambaye ninampenda. Nikiishi bila kuwepo na mtu ninayempenda, nitakuwa nagusa hapa. Kitu ambacho sio kizuri. Sawa? Kwa mimi ni mtu ambaye nikisema niwe single, maana tabia yangu hautaipenda. Na trust me, watu wengi ambao wako single tabia zao huwezi kuzipenda. Sahihi. Kwa sababu wakiwa single maana yake no hard feelings. Yeye popote ambapo atajisikia kufanya kitu anafanya. Kwa mimi njia moja ya kunishape tabia yangu ni mimi kuwa na mtu ambaye ninampenda. Kwamba naamini mimi nikifanya ujinga huo nitamuumiza kwa sifanyi. Kwa basi niachane yule binti ni baadaye ndio kupata mtu ambaye ndo nikaamua labda naweza nikaishi naye nikatambua naye kwenye mchango wa Paco Steve Company. Mpaka saa hizi ana mchango mkubwa sana Paco Steve Company. Ni mtu ambaye huku kuna changamoto nyingi sana kwenye picha. Nikienda kushare naye changamoto nyingi sana, mimi akili yangu imechoka, akili yake inasaidia kutatua. Mimi hata siku naona nilisema hivi, huyu mwanamke ninayemuoa ni huyu. Naambia msa watu pale. Kuna labda mimi nikichoka natumia akili yake. Watu wa kunielewa, lakini mimi kiwalisia, mimi labda nachoka kweli mpaka nashinda sasa hapa nifanye nini? Nikimpa jambo yeye, nataka kafika kimya hapa. Hebu kesho kafanya hivi. Nikifanya naona kuna kitu kimebadilika. Nakaa hafla nafikiria sasa ila Mungu asante hata kwa hichi. Sio? Kwa kuna labda mimi akili yangu kweli kichoka natumia akili ya yule mama kile mke wangu mpenzi. Kwa hiyo sasa maisha ndio yako hivyo. Safari za mahusiano zipo. Heartbreak zipo. Ni vitu ambavyo kukwepa labda usifanye. Yaani kukwepa heartbreak labda usihusiane na watu. Sahihi. Disappointment ni vitu vya lazima. Sahihi. Ila kama hutaki basi usihusiane na watu. Wewe kidogo bahati nzuri una msimamo tofauti kidogo. Mimi tukiachana huwa ni bifu na ni ugomvi, na hata tukiongea kwa bahati mbaya nitakuletea sana noma. Na kusali kabisa nasema yani Mungu anisaidie nikumbuke hicho nataka kukuuliza baada ya hichi. Kwa bahati mbaya umepata nafasi ya kukijibia wakati huu ambao tunazungumza. Nataka nikurudishe kidogo tu kazini. Sijui niliwekeje hili, by the way, mfanyakazi wa umma. Wewe ni mfanyakazi wa umma. Nataka unipe msingi wa mtu ambaye ni kijana wa Kiafrika. Wenzetu wazungu wamepiga hatua kufanya kazi 2-3 kwa siku, ni kitu cha kawaida sana. Wewe unafanya kazi 2 probably mpaka 3 kwa siku moja kwa sababu ni mfanyakazi wa umma. Nataka uniambie msingi wa kufanya kazi zaidi ya moja na neno mafanikio au kupiga hatua kwenye maisha ya kijana. Okay, swali zuri. Mimi binafsi nafanya kazi nyingi sana tu kwa siku. Yaani kwa kuna uwezo Mungu masaa 24 atosha, hata 27 ningeomba. Sema ndio inawezekana. Mimi nafanya kazi nyingi, lakini ambazo wengi wanazitambua ndio hizo, labda na photography, kupiga picha, maybe hiyo coach watu, na hiyo utumishi wa umma. Na napenda hivyo. Unajua kuwa mtumishi wa umma ni dhamana kubwa sana. Maana wewe unatumikia watu. Unadili na matatizo ya watu. Na bahati mbaya mimi kitengo ambacho nipo huko masuala ya maendeleo ya jamii na nini,
utendaji kwenye mitaa, kwenye kata, huko ndo unadili na watu wa chini moja kwa moja ambao wao ndo wana shida vibaya mno. Kule unakaa siku unakaa unasikiliza kesi ya mtu ya ndoa ambako anasema what? Mimi nikuchekesha kitu kimoja. Mimi nimeajiriwa 2015. Mimi namshukuru sana Mungu. Mimi nimeweza chuo 2014. 15 uko kazini. 15 nilipata kazi kwa Coca-Cola, nikaacha kazi kwa Coca-Cola nikaingia serikali. Mimi nimeshangu nifanya interview 2 na zote nilipata. Ni Mungu tu, sio kitu kingine. Kabisa 100%. Kwa sasa nakumbuka ninapoanza kazi, si ndio nimetoka chuo straight, nimetoka Coca-Cola, sina uzoefu mwingine wote wa kazini. Day 1 nasikiliza kesi ya ndoa. Nikaa nacheka, afu wenzangu kaniambia wewe, usicheka. Afu usikucheka, alafu kama kuna neno fulani la ndani utakiwa kusema eti ulipe tafsiri kwenye kesi, litamka kama lilivyo. Kama kuna kiungo kimetamkwa pale kwenye kesi kama ndio kimalize hivyo. Kisema vile vile bila kucheka, nikasema Mungu, mimi kaibu. Uweza mimi nilichoka miezi mingapi nilizoea kwa sababu kesi zinakuja mfululizo. Leo sikampiga mke wake, usikampiga mke wake sijui nyumba, usi nini, unakaa sasa wewe, wanakuja watu wazima kuko wewe ndio wanataka wewe uwasuluhishe. Wale wenzangu ambao nilikuta kazini wakasema leo tunakuacha. Hii kesi ya eneo lako tunakuacha, hebu tuone uwezo wako. Akasema Mungu nipe tu busara. Nisicheke. Niongee na watu kweli, nilijitahidi. Na hiyo ndio kesi yangu kwanza, mimi watu wametoka wamepatana, afu nikasema Mungu, kwangu mimi ni kubwa, yani kwangu mimi ni kubwa, watu wote wamezidi umri mbali. Lakini hekima yangu mimi nimewafanya wao wamepatana. Sio na binti yao yuko amekuja hapa mbele yao, wamekubaliana hapa, familia imerudi kuwa sawa kupitia mimi. Uweza mimi hata wafanyakazi wenzangu binti nao wanipongeza kwamba hii kitu kikubwa sana. Kwa hiyo from then nikashajua kwamba kudili na watu huko chini vitu vinaenda hivi. Kwa kama ni mtu ambaye anadili sana na watu wa chini, maana natakiwa nipo na hekima kubwa sana. Hekima watu wa chini wanapima kupenda vitu vingi sana. Kuanzia zeo unavaa. Na watu wa chini wale wanakupima wewe kuanzia zeo unavaa. Unakujaje huyu? Ukivaa vile kiserikali unavaa sana, unavaa mtu casual, yani suruali fulani, kitambaa nini, uko smart. Wanakutreat hivyo. Kwamba wewe ni kwa sababu mawazo yako unavyotoa hivyo, sasa kuongea kitu ambacho hakina maana, kila sema tu leo bahati mbaya ameongea kitu bahati mbaya. Ukienda ovyo, they take you hivyo kama ni mtu wa hovyo. Kwa mimi nashukuru Mungu. Hapo ndio nishawini ile eneo. Mimi nafanya kazi huko. Baada ya kazi kule, ndio kwenye kazi zangu mimi binafsi. Aidha nipo kwenye photography, aidha nipo kwenye baadhi ya wafanyabiashara naongea nao, whatever the case. Ndio mimi naanza kufanya kazi utumishi wa umma, nilikuwa sitaki watu wajue. Kwa na maana yangu kuna kitu kwa nakijenga nje ya ile kazi ya utumishi wa umma ambacho watu wangejua mimi nilipo kule kisingekuwa kwa haraka. Sasa hivi kishakuwa, sasa Purple Steve Company ni kampuni kubwa tayari. So mimi sasa hata mtu akija utumishi wa umma ni sawa. Haina shida yoyote. Kwa hapo unafikiri kuna kasiri fulani kama mafanikio kwa kufanya kazi zaidi ya moja mpaka kana feature. Okay. Na sio nasema siri ya mafanikio ni siri. Kwa hata kumwambia mtu nipe siri hawezi kukupa siri. Kwa sababu ni siri. Mafanikio ni siri. Mtu atakwambia tu bafanya hivi, lakini kuna siri hata kumwambia. Hata simi bilionea yote akwambia sijui fanya hivi, kuna kitu atakiruka tu kukwambia. Kwa sababu siri ya mafanikio sio inaitwa siri. Sahihi. Ikiwa siri maana ni siri, haiwezi kutoka, ndio siri ya mafanikio. Okay. Kwa hiyo ndio shangaa matajiri wengi wanapoongea, anakwambia kitu chepesi sana, mbona chepesi sana. Afu mimi nafanya kazi kufanikiwa. Sio? Lakini kuna kitu atakiruka. Either atakiruka kwa kutaka au kwa system ilivyokaa kwa kile atakiruka tu automatic. Yaani hawezi kukwambia kila kitu kwa sababu kuna kitu kingine kukwambia unaweza kuhisi kama jamaa anatania. Mtu akaambia labda mimi naamka saa 11 kila siku nafanya mazoezi, unasema Mungu naye bwana. Lakini kumbe yeye inamsaidia. Kwa maisha yake inamsaidia kwamba akiamka saa 11 afanya mazoezi, anakuwa active, anakaa anaweka day yake kwamba leo ndaamka nafanya hivi. Huwezi kufanya hivyo. Hiyo ndio siri yake. Ambaye anakuambia wewe ndio kama sawa huyu anamzaa naye wewe. Yaani kwa saa 11 asubuhi anafanikiwa. Lakini ukija kwenye uhalisia yeye inamsaidia. Ndio maana siri yangu mimi nafanikiwa na yako haziwezi kufanya. Kabisa. Nakuelewa. Quick questions. Nataka unijibie kwa haraka maswali nitakayokuwa nakuuliza kutokea sasa. Okay. By the way, shukrani pia kwa Saivila ambao ndipo ambapo tupo kwa hivi sasa. Popote pale ulipo unapotutazama, sisi tunafanya episode ya kwanza kabisa
ya This is Life kutokea Saivila Iringa. Ukifika mkoani Iringa usihangaike kutafuta sehemu ambayo unaweza kulala, kupata utulivu, kupata chakula, lakini pia kupata maeneo mazuri ya kukaa na kupumzika kama Saivila. Mtazamo wa jamii jinsi inavyokuona, unafikiri ina mchango gani kwenye kazi na maisha yako? Haya maswali naomba nijibie kwa haraka. Jamii inavyokuona, yani bana huyu Paco Steve, jamii inavyokuona, unafikiri ina mchango gani kwenye maisha yako na kwenye kazi yako? Kwenye maisha yangu mtazamo, sasa shida mtazamo upo kwenye makundi ya mawili. Kuna mtazamo watu wazima wanavyoona mimi na kuna vijana wenzangu wanavyoona mimi. Watu wazima mimi wanavyoona wananichukulia kama mimi mtu potential sana. Kitu ambacho watu wengi waga hawaelewi. Mimi watu wazima wengi kwa sababu nao deal nao kwa mfano serikalini kwenye utumishi wao wengi wananipa sana thamani mimi kwa sababu wanaamini katika uwezo wangu. Vijana wenzangu kuna muda wanahisi bado tupo kwenye level moja ya mawazo. Huyu anaigiza huyu. Huyu bwana huyu kaongea tu. Sio? Kwa mimi kuna muda nikiongea na vijana wenzangu hivi ambao wanaweza wakachukua ambacho nawaambia ni wachache sana. Kwa sababu wengi wanaamini bado tupo kwenye mstari mmoja. Ile kila deep kwenye reality. Mimi kuna kundi kubwa sana la vijana wenzangu ambao tunakuwa nao, tunashinda nao, tunafanya mimi kwenye gap la graph. Kwa hiyo tutaenda hivi, graph yangu itafanya hivi, itashuka tena tutaenda hivi. Ila wao hiyo graph hawafanya nini? Kwa hiyo mimi kwenye kazi zangu mtazamo wao unafanya muda mwingine nione kabisa kwamba lakini why hawanielewi. Kwa sababu mimi binafsi napenda watu wote ambao wanizunguka twende pamoja. Lakini why hawanielewi. Haini affect sana kwa sababu kuna muda mwingine nasema maisha ya mtu ni ya mtu. Ila hakuna watu ambao ninawaheshimu kama watu wazima wale ambao wana value uwezo wangu. Kwa sababu kuna muda shangaa mtu mzima kaja anaomba ushauri mpaka asema mpaka anaomba ushauri manake kitu ni cha siri sana. Kaja kaniambia mimi manake mzee kweli anaamini mimi naweza nikampa mawazo kitu kiko sawa. Kwa hiyo mitazamo hiyo miwili na kuna muda inanipa faraja na kuna muda inanipa disappointment sana kwa vijana wenzangu kwa sababu naamini umri unafanya nini? Unaenda alafu watu hawaelewi mambo. Kuna vitu unafanya na vingine haufanyi kwa sababu wewe ni Paco Steve. Sana. Sio kwa sababu ni baba, kwa sababu wewe tu ni Paco Steve. Sana. For real? Sana. Kwa nini? Hivyo umeona simu yangu? Kwa sababu naweza nikaa nipata clip fulani nzuri. Niafanye mpaka ni sasa nataka ni post after kumbuka kwamba na watu wanaheshimu sana na delete. Kuna vitu mimi si post. Sometimes natamani kwamba hii kitu ukiona vijana wenzangu hapo tunaongea lugha moja. Ila ukiona wale wazee ambao tunaongea kwenye vikao vikubwa vizito wale wakiona wenyewe hatuwezi kwenye lugha moja, kuna heshima itapungua kwenye vikao. Kwa hiyo I can post yes ways. Okay. Umeona? Kuna mimi kijana bana kuna nguo nilikuwa navaga zamani. Kama nasema leo nipige pensi yangu fulani na hivi. Kaptura. Ndaenda wapi na wapi leo? Ndaenda Mshindo nenda sivai navaa kawaida. Sio? Why? Tunaishi kwa jamii ambao mtu anavyovaa ndio kutafsiri. Mimi nikivaa pensi nikaenda maeneo yangu ambapo watu wazima wanaheshima hawezi kunichukua kama kama kuvaa pensi watatoa definition yao ambayo muone kumbe. Kwa kuna namna kuna vitu vingi sana kwa sababu mimi Paco Steve vingi sana sana. Okay. Hata maeneo mengi mimi siendi kwa sababu Paco Steve. Okay. Na kwa maeneo mengi mimi siendi sio kwa Paco Steve. Sababu system yangu ameshatoka mimi mdogo. Nisemaga sitadogo kufanya. Mimi huwezi kuona club. Yaani huwezi kuona club wetu nipo club. Huwezi kuona club. Mimi nakumbuka siku ambazo nimeenda club mfano hapa Iringa ni siku ambazo naenda kufanya kazi afu nikasema leo nafanya kazi kupiga picha huko ndani. Ngoja nione. Kile tutafanya vijana wenzangu wanalala huko ndani nikitulia. Sikuona. Huyo binti anacheza hamjui huyo lakini kaja akamchezea kwa nyuma hamjui. Hivi ndio mnacho enjoy. Mimi sasa sijui lakini wanaoenda wanajua kwamba nini wana enjoy. Though sio kama kuna club ni kitu kibaya. Unajua duniani kuna hizi zinaitwa institution kama vitu fulani yani kuna hiyo elimu kuna hiyo shule maana yake ambapo kuna vyuo na nini sio kuna hospitali kuna masoko sio hivyo vitu vyote hivyo ndio vinaunda jamii yote ambayo haina burudani ina shida kichwani kwa club ni sehemu ya burudani ndio maana unaweza kufanya kazi lakini tena club na refresh sio hivyo kwa hiyo okay kabisa kwa mtu aende ambaye ndio club anaweza akatafuta kitu kingine cha kufanya nini refresh watu wa mpira binadamu yote ambaye refresh anapata shida kichwani ubongo muumbwa kupumzika. Achana kulala.
kuna kurefresh kwamba macho yanaona lakini na refresh ubongo. Achana na ile kulala kufunga macho. Kwa labda unafanya kazi umechoka, akili imechoka, upo likizo, inabidi ka refresh. Unawashangaa wazungu amekaa tu vile kwenye fuko bali amekaa anaangalia tu bali, na refresh asema wazungu nao, sio wazungu nao. Pale ile mawimbi ya bali yanakuja masikioni, maji yanafanya vile ana refresh. Kwa club pia ni sehemu moja nini? Refresh. Ila sasa unaenda club kufanya nini? Malengo na ndio, yani malengo yako kwenye club ni kitu gani? Je, ni kurefresh au kuna kutafuta wanawake, au kutafuta wanaume? Hizo hapo ndio tumetofautiana hapo. Kila mmoja ana lengo lake, lakini club ni best place kwa ajili ya kuenjoy. Unaweza ukaenda pia kuoza watu walevi, unaweza wewe tu wengine wanaingia kuibia watu wakiwa mshauri, vitu vinafanyika. Sahihi. Vijana wengi ambao tunatafuta huwa tunasahau kujipongeza. Yani huwa ni kitu cha kawaida. Ukipata 5,000 umeenda kwenye jukumu la familia, ukipata 5,000 umeenda kwenye kuvaa, ukipata 5,000 umepeleka nyumbani kusaidia watu huko nyumbani na vitu vingine kama hivyo. Unatengaje mstari wa utafutaji na kujipongeza au kujipumzisha kwenye utafutaji wako ambao utahusu hela ambazo unazipata? Watu wangu karibu wengi wanajua mimi ni mtu ambaye ni shabiki mkubwa sana wa kujipongeza. Kuupa mwili pole. Kitu cha msingi sana. Na mimi ndio kufanya kazi ya kusema sawa jamani. Tutafanya sana kazi. Tujiandae, tuje gari full tank tuende da. Tufanye nini da? Twende da. Da sehemu za kuenjoy ziko nyingi, twende da. Twende da mtaenjoy mtarudi. Hapa twende studio Arusha, lakini inakuwa hapo hela haina matumizi hapo. Au inayo lakini umeamua tu. Iko hivi. Ngoja kwambie kitu kimoja. Hicho sasa ndo kinapokuwa. Yaani hapo ndo shida ya vijana inapokuja. Yaani kila hela anayoipata. Mfano mimi. Hela yangu ambayo nita spend mwezi wa 12. Nimeweza kuiandaa toka mwezi wa kwanza. Hiyo huwezi kuamini. Ali mimi na saving yangu ambayo nimetoa kutoka mwezi wa kwanza, ambayo inajua ikifika mwezi wa 12. Hata kama ifika kama ni milioni 8, nataka ni enjoy tu milioni 8. Sinapanga kwa ajili hiyo. Kwa hataki mtu kuniingilia nayo kwamba basi hii milioni basi tumia hata nini mbao hii tu nilikuwa naweka kwa ajili ya kuenjoy. Mwezi wa kuenjoy na mwezi gani ambao bado tumepanga? Wa 12. Maana kwa mwezi wa 12 kama ni milioni 5 inabidi hiyo tu enjoy fine. Ish. Hiyo ni nje kabisa na ile mpango mwingine. Sio? Watu wangu karibu wanajua mimi ndio kwenye gari langu sema mbona naweka leseni, kadi za benki kutoa hivi. Na kadi za benki hizi. Zote za NMB. Wewe vipi moto zote za NMB? Alafu na kwa nyingine sio NBC moja tu mtoa. Na zile kadi zote hizi. Kila kadi ina maana. Acha masomo sio OTT ni nini huko, acha na kusave rangi. Mimi na watu mimi na save la benki. Na save hela kwenye huko UTT kufanya uwekezaji, na save hela maybe kwenye nyumbani. Simela kuna ya nyumbani na kazi yake. Kwa benki au kufika kwenye kwa account inasema bei account ya hizo kufunguliwa mpaka mwakani. Kwa kazi ya save tu hela kuja kufungua mwakani. Kwa kila account ina nini ina maana yake. Hiyo ya starehe ikifika siku ya starehe ile inatoka pale no regrets. Ikiisha isipoisha lakini lazima itumike kwa sababu imewekwa kwa ajili ya kufanya nini? Kuupa mwili pole. Na kwa kama ofisi nafanya kazi kama jamani sasa tutenge hata kiasi fulani hichi tutoke hata lunch kama ofisi mnaenda mnafanya kwa sababu bila kupumzika rafiki yangu utafanya kazi mpaka ubongo utanoki hivi kama vile unafikiria wewe idea zidi kwa sababu umechoka. Na kwa lazima ujipongeze. Maana mimi ni mtu ambaye ghafla nasikia tu niko Arusha nipo sehemu fulani labda na enjoy wewe ulikuwa hapo Iringa juzi maana yake nimeondoka naenda kupumzika kidogo. Na mimi siwezi kusema napumzika hapa Iringa hapana, sio kweli. Sio kweli. Haiwezekani. Yaani lazima nitoke kidogo. Nikapumzike. Nilikuwa nimechoka sana maana ndio jamani tupandeni basi. Tusipande labda gari letu au nini. Next time Mungu akijalia tutapata ndege. Ili tukapumzike tu. Kwa sababu kila kitu kinawezekana. Bila kupumzika utafanya kazi au kupumzika haiwezekani. Okay, sawa. Nataka uniambie vitu vitatu tu ambavyo unatamani umfundishe mwanao awe ambavyo hata mtu mwingine akimfundisha mwanae pia akiwa atakuwa mtu bora sana mbele. Okay. Cha kwanza natamani sana mwanangu mimi ni wa kiume. Kile napenda sana Kylian Mbappe. Mpira ushaniaribu sana. Kwa mimi kila kitu naanza mpira. Kwa nampenda Kylian Mbappe mwanangu aitwa Kylian. Japo mimi mwanangu ataka staki mpira lazima acheze. Na ataki kwa golikipa. Stimulea.
Atake stake lazima acheze mpira na asicheze golini. Sahihi. Sasa mimi mwanangu wa kiume, kwa vitu ambavyo vitatu natamani mwanangu akuwe navyo vizuri, yani kupitia mimi, yani mimi ndo ni direct mpaka aje kwa mkubwa. Mwenyezi Mungu akiniweka hai. Cha kwanza anatakiwa nimkuze kwenye mazingira aamini, ajue kwamba duniani ni sehemu ya bato, ni sehemu ya ushindani, kwamba kila kitu unachokitaka au kipati kirahisi, lazima ukipambanie. Umeelewa? Like mweke mazingira kwamba hata akiwa kwa na shida kitu fulani, inabidi akipata kwa ugumu ambao wewe kwenye kichwa chako hivi lazima nitampa, lakini lazima akupe reason za kutosha nini anataka. Umeelewa? Baba anataka baskeli, umeleta. Huyu atakuwa anaona kabisa kwamba kumbe kila kitu ukitaka ni kinakuja tu, sio? Akija wewe kipindi haupo sasa babake. Huko duniani huko. Siku atakuwa anataka apate deal au ajira, apate. Anahisi watu wanamuonea. Sahihi. Kumbe inabidi struggle kupata hicho kitu. Sahihi. Kwa jambo la kwanza na mtamtreat mwanangu ajue kwamba kuna ugumu kupata. Kitu cha pili, hicho ni cha kwanza. Kitu cha pili ambacho natamani mwanangu akoe nacho, natamani mwanangu akuwe akiamini kwamba utakiwi kuwa na matarajio makubwa kwa binadamu mwenzio. Hata kidogo. Unajua ni kwa nini? Watu wengi wanateseka, wanaumia kwenye vitu vingi sana kwa sababu wana matarajio makubwa. Mimi hata nikiwa na mahusiano na mtu kama hivi, labda nina mke, maana yake mimi ninavoa siku sema kwamba nao sasa lazima mke wangu kila siku anapika. So kuna vitu ambavyo mimi hata kabla sina mke nilikuwa nakula. Mimi sina mke kula, nilikuwa nakula. Sio nguo zilikuwa safi, navaa safi, sio? Sijui kuna vitu ambavyo nilipata bila yeye vipo. Sawa? Kwa nakuwa nakuwa na expect kitu kidogo tu kwamba ikitokea amepika sawa, hajapika baka choka sawa, ndio nikamsaidia kupika, au tukaenda kukula, labda nikamtoa dinner, sio? Kwa hiyo mimi mwanangu natamani akue akiwa hana akiwa na zero expectation kwenye binadamu yote ambaye tunamwambia kwamba huyu ni yangu, basi kama naomba hii kazi napata tu. Watu wengi wanaongea wanasikia huyu jamaa mnafiki, yule sio mnafiki. World expect a lot kuhusu huyo mtu. Umeelewa? Mimi hapa kwenye maisha yangu mimi expect vitu vikubwa sana kwa watu. Yaani wewe rafiki yangu. Tukisitegemea kama wewe utakuwa mwema all the time. Nikisema hivyo siku ambao ndahisi umedisappoint, ndio nasema huyu jamaa snitch. Sawa tu. Yaani kama umedisappoint sawa. Kwa mwanangu natamani akue kwenye msingio. Cha tatu ambacho natamani mwanangu akue nacho, mimi natamani mwanangu aamini sana kwenye ujuzi na ubunifu kuliko system ya elimu ya moja kwa moja. Na ni mimi wa kumdirect hivyo. Yaani kuna njia mwanangu mimi ya system ya elimu ilivyokaa hata pita. Kwa sababu mimi babangu pia alifanya hivi. Kwa njia hivi nipita akafanya. Nikapita njia mimi kidogo hivi nikawahi kidogo ili mafanikio fulani. Umeelewa? Sahihi. Mimi wakati wenzangu nasema nao form 4 wanaingia chuo mwaka wa kwanza, wewe uko kazini. Mimi ndo naingia kazini. No, ndo namaliza chuo mimi. Hivi? Kwa naingia kazini, wao ndo wapo likizo. Si ndo likizo semester ya kwanza, si ndo naingia kazini. Umeelewa? Kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi naanza kupokea mshahara, wao bado wako chuo. Kwa kuna maana kuna gap fulani la muda linapotea bila sababu. Ni vile tu mimi napenda sana kusoma. Kwa kama baba niko kazini pia, lakini naomba ni apply Open University nisome nipate na bachelor huko. Okay. Sasa mimi nianza diploma huko. Kwa nipata na bachelor, kwa nikapata bachelor kupitia Open University. Okay. Bachelor ambayo nipo nayo, lakini mpaka leo sijaitumia. Nipo nayo tu kwamba heshima kwamba alikuwaga na mimi nayo bachelor bwana. Na hata saizi kuniambia saizi pako Steve rudi chuo kuchukua masters. Mimi tutapigana. Kuna vitu havijakaa sawa bado. Siwezi. Kwa mimi nafsi yangu mimi mwanangu mimi nitahakikisha akue akiamini kwamba ujuzi, maarifa na ubunifu bora zaidi kuliko njia fulani hivi kuziforce lazima ziwe hivi. Sahihi. Kwa kitu kimoja, elimu ya msingi inaitwa elimu ya msingi
ndio elimu muhimu kwa elimu zote Tanzania. Ila ndio elimu ambayo haina kipaumbele asilimia kubwa. Umeelewa? Elimu ya msingi tunalitakiwa hata walimu wa shule ya msingi hata mishahara yao mikubwa zaidi kwa hata walimu wa huko, kwa sababu yule wa msingi anakutana na mimi tayari ni mjinga, niko la kwanza mimi ni mjinga, anatoa ujinga, ananiingiza maarifa, ndio unajua 1 + 1 2 mpaka anakuja kwa la 7, naenda wapi? Sekondari, si ndio? Sasa msingi kwa mbovu na kule sekondari mtacheza, sio maana. Kwa mimi mwanangu elimu ya msingi ile atake astake tena hadi namchapa, lazima ipate vizuri tena kwenye shule nzuri. Mimi nimesoma shule ni nzuri, lakini nataka mwanangu asome zaidi shule mimi nimesoma. Umeelewa? Sio kwamba lazima hizo shule ni mbaya. Mimi matamani yangu mimi mwanangu asome shule zaidi ambapo mimi nilisoma. Mimi nataka kila kitu ambacho nilifanya mwanangu afanye maadili yangu mimi. Kwa hata sijui labda kuja kwa photographer au zaidi yangu mimi. Huko sitampangia. Hata kama ni mpira zaidi yangu mimi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ndo kumwekea msingi. Kwa hiyo shule ya msingi atasoma shule nzuri vibaya mno. Dunia sasa hivi inakutaka uwe mbunifu, uwe una skills, una ujuzi, yani maana yake. Ujuzi ndio unaeleza sana hiyo. Kwa hiyo kuna knowledge and skills. Sio hivyo? Knowledge utaipata, tutakuwa nayo. Skills inabidi uwe nazo. Shida ipo kwenye kuapply knowledge and skills. Kwa hiyo lazima mwanangu nifundishe namna ya kuapply knowledge na skills. Pita hizi mjini hapo, kila kijana kuniza hapo, hichi biashara fulani naijua, knowledge anayo kuhusu hicho kitu. Skills anazo, uwezo wa kuapply hizo skills na knowledge ndio hana. Kwa sababu amekuwa akiamini mimi lazima nje kwa ajili ya baadaye. Yeah, sure. Great lesson hapo. Nataka uwaambie, yani trust me, ninachokuuliza uwaambie bila maelezo, neno moja tu kwa watu ambao nitakutajia wafuatao. Moja, wazazi wangu mimi. Yeah. Neno moja, yani neno moja tu uwaambie bila maelezo. Wazazi genius. Wateja awesome. Marafiki marafiki na wakubali. Walimu na watu ambao wanakufundisha vitu kwenye maisha na waheshimu sana. Na Makilian neno moja tu, hata kama Makilian neno moja tu. The best. Nipe mtazamo wako kuhusu watu kupoteza sana muda kwenye vitu ambavyo haviingizi hela. Mtazamo wangu mimi bwana, afu sasa ujue ubaya uko wapi ujue. Kundi kubwa la vijana sasa hizi ndio wapo kwenye kupoteza muda kwa vitu vingi ambavyo haviingizi hela. Mimi nakwambia, moja, mpira, 2, muziki, kusikiliza by the way, kucheza. 3, starehe kama kudate na wanawake tofauti. Jambo la 4 ambalo I don't know watu wengi sijui watalichukuliaje, lakini story fulani hivi na washikaji ambazo technically asilimia kubwa zinakuwa ni kujadili mambo ambayo hayana maendeleo, ni wanawake sijui nini na vitu vingine. Unajua kwa nini vijana wengi wanapenda hivyo vitu ambavyo waviwaingizia la bila wenyewe kujijua? Unajua tupo kwenye dunia ambayo vijana wengi tunapenda comfort zone. Unapenda ukae sehemu ambapo very comfortable. Hakuna kitu kinakubuguzi hivyo. Lakini mafanikio ya kweli yapo nje ya comfortable zone. Inabidi uwe uncomfortable ili ufanikiwe. Sasa hiyo situation sio kila mtu anapenda kukutana nayo. Situation ya usiku ulali unawaza kesho utamkaje kwenye biashara yako, watu wengi hawapendi, vijana wengi hawapendi. Ndio maana wanapoteza muda sana kwenye vitu vya kijinga. Umeelewa? Kuangalia mpira si kitu kibaya. Lakini kuna muda unaweza ukasema leo siangalie mpira kwa sababu nina kitu cha msingi ya binafsi. Ila kuna watu ambao anaweza akaacha jambo la msingi la kufanya ili angalie nini? Mpira. Let's say labda mtu ana jambo la msingi la kufanya, akona ili jambo niliache nikapiga story na mtu fulani. Hiyo ipo sana. Mpira, starehe zote zipo, lakini unazifanya wakati una muda wa kufanya. Umeelewa? Let's say mimi nina mteja. Siwezi kuacha mteja eti ndio pia story na wewe same fulani. Haiwezekani. Let's say mimi na mteja, siwezi kusema acha mteja eti niende club. Sio? Kwa hiyo
Ile vitu vyote ambavyo ni refreshment unavifanya muda ambao uko free kuvifanya. Sio tu eti unaweza kukaa sasa nyumbani ukaingiza milioni moja kwa labda for night au kwa siku mbili ukaacha issue eti umeenda eti kuangalia mpira. Haiwezekani. Kwa hiyo ushauri na mtazamo kwa vijana wengi, natakiwa at least ujitahidi ku maintain vitu vyako, upo na mpangilio wa ratiba. Ndio maana kuna muda unaweza kumwambia mtu jitahidi basi upo na wewe kuamka. Kama jua halijatoka basi upo umeshaamka, ili upangilie ratiba yako ya siku vizuri. Mtu anasema hii nini, lakini Mungu ana maana yake. Watu nguvu energy ya kuamka asubuhi na kuchora vitu vingi tofauti. Kwa unawe kuamka unapanga ratiba zako vizuri kwamba labda nitaamka nitafanya hivi nitafanya hivi nitafanya hivi nitafanya hivi. Nikirudi usiku ndajikagua, je, mambo nilipanga nifanye leo yametimia? Kama hajatimia nilikuwa wapi? Sasa kuna watu vijana wenzetu wapo, anatoka asubuhi nyumbani, akaenda kazini, akarudi nyumbani, akijikaa hivi baadaye akijikagua kwamba leo nimefanya nini? Anakuta leo sijafanya kitu chochote kile cha msingi. Analala, anaamka asubuhi, maisha yanaendelea. Bro, itafika time muda ndio utakubana kukuonesha kwamba wewe ulikuwa unazingua huko nyuma. Sio jambo lote ambalo unafanya leo matokeo yake ni baadaye, sio leo, matokeo yake ni baadaye. Kwa kama hakikisha unafanya kitu ambacho baada ya miaka 3 utakuwa proud of ukifanya hicho kitu. I hope tumefika mwisho, lakini kabla hatujamaliza kabisa episode yetu ya kwanza leo ya This is Life, offer me a piece of advice or piece of wisdom. Nataka unipe I don't care ni sentensi, ni statement au ni nini, lakini nataka unipe kitu kinachohusu hekima, kitu kinachohusu busara au kitu kinachohusu ushauri. Okay, mimi binafsi ambacho kidogo nikasema, unajua mimi napenda sana kudili na vijana wenzangu kwa sababu na mimi ndo muda wetu. Yeah. Wazee nao wako na muda wao. Yeah. Kwa hata ukiongea nao sasa kuna vitu vinakuwa ni uongo. Ila vijana wenzetu na wanaochipukia ndio tunaita Gen Z. Kwa niongea kwa Gen Z, afu niongea na vijana kwa ujumla. Mfano wa Gen Z, mimi ni mtu ambaye na kubali vibaya mno Gen Z. Ni kizazi cha watu ambao wako very smart. Wanapenda vitu vigumu viwe virahisi kupitia akili. Sio? Kwa hiyo kwa Gen Z kitu ambacho naweza nikawapa sentensi nzuri ambayo inaweza ikawa boost kwenye mapambano yao. Ni kwamba waendelee kupambana, sawa? Lakini mapambano yao yawe yawe endelevu. Usifanye kitu leo alafu kesho unapumzika, wiki nzima ufanye. Mafanikio yanataka consistency. Yaani kitu ambacho umeamua umekianzisha kufanya leo, keep on doing it. Hata kama kuna mtu unaona haoni, kuna watu wanaona. Yaani dunia ni ajabu sana. Unaweza kufanya kitu afasa mbona kama sina mashabiki au watu hawaoni. Moment umeacha tu unasikia watu wanaambia wewe, mbona umeacha? Bado biashara umefunga ile. Kumbe kuna watu wafanya nini? Wanakufuatilia. Kwa hiyo Gen Z, consistency ndio kila kitu. Yaani hakikisha unafanya kitu kila siku. Kama ushaamua kuanza biashara fulani basi fanya. Unapitia changamoto zile inabidi unazo wewe, wateja wako wasizione, wewe fanya mambo yako ili biashara ziende au jambo unalofanya liende. Kama wewe ni content creator, fanya continuously. Kama wewe sijui ni dancer, fanya. Wazee wa zamani kama unaweza kuingiza kwenye dance, lakini walisema kwamba pesa ipo nyingi sana kwenye dance, kwenye content creation, sijui kwenye storytelling. Ama kuna pesa hizi kinaingiza pesa nyingi kama storytelling. Unachukua tu movie unaanza kuizungumzia kwa watu. Watu wanapenda urahisi. Yaani sitaki nifike kwenye movie niangalie movie wewe, nirahisishie movie na usikitu gani. Na view unaingiza ile maisha yanaendelea. Okay. Gen Z zote wanaziweza. Sasa vijana wote kwa ujumla, hamna kitu kizuri sana kama kuheshimu ujuzi ulionao. Yaani hakuna kitu kizuri kama kuheshimu ujuzi ulionao. Kwa sababu ukaenda kuna mtu anakuambia ni ile eneo lote hili, umeacha kitu ambacho nakufanyia hicho nafanya mimi tu, yani anajitamba nacho kwa sababu ni ujuzi ambao anao yeye. Yani yule hata akifa kabisa na ujuzi wake anaondoka nao na anatamba nao. Kwa hiyo kijana yote hakikisha ujuzi wako unatamba nao, afu jivunie ujuzi wako. Na kitu nacho Mungu amekupa wewe, mtu mwingine atafanya vipi? Hawezi kufanya. Sasa ukishajua mimi na ujuzi fulani, basi ufanye in a model. Sasa hivi tupo kwenye dunia ya kisasa, basi ufanye kwenye modern way, watu waone.
Umeelewa? Okay. Kwa sisi vijana tuhakikishe kama tuna ujuzi basi fanya watu waone. Ukishaonekana na watu, ujui yupi kati ya watu atakuletea riziki. Kwa hiyo usifanye kitu chini chini tu hivi, afanye watu waone. Ili watu wakiona watakuletea pesa. Unajua kila mmoja ana uwezo wa kuchukua pesa kwenye mfuko wa mtu. Ila sasa solve tatizo lake akupe ile pesa. Umeelewa? Watu wanalipia pesa sema ambao wanasolve matatizo. Okay. Bwana, mimi nashukuru kwa wakati wako. Thank you. Ilikuwa njema kabisa. Thank you. It was very nice. Ilikuwa nzuri, ilikuwa njema. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo I hope umejifunza. I hope umevifahamu pia. Lakini pia natumaini umeona vitu katika namna ya utofauti. Naomba nikwambie hii ni sehemu ya kwanza. Ndio maana tunaita episode ya kwanza. Na leo tumeifungua vizuri kabisa. This is Life ya Paco Steve. Ametufungulia ukurasa ambao pengine ulikuwa nyuma kabisa ya kitabu. Pengine ulibanwa kabisa kwenye ule ukurasa ambao ufunguki, umefunguliwa. Itumie vyema nafasi hii kwa ajili ya kujifunza, lakini vile chanya ondoka navyo. Nenda kavitumie kwenye maisha. Kuna namna fulani ambayo utapiga hatua. Nachotaka kukuahidi ni kwamba haiwezi kuwa mwisho leo, wala haiwezi kuwa mwisho kwa Paco Steve. Wakati mwingine utapata nafasi ya kujifunza zaidi kutoka kwa watu ambao tutakuwa nao. Yawezekana ni kutoka kwake Paco Steve kuandaa masomo tofauti tofauti, lakini yawezekana pia ni kutoka kwa watu tofauti tofauti ambao wewe unatamani kuwasikia, unatamani kuwaona, unatamani kujifunza pia kutoka kwao. Kwa leo, This is Life inakomea hapa, lakini ninachoweza kukushauri ni kwamba fuatilia mitandao ya kijamii ya Coach Paco Steve, fuatilia pia akaunti yetu ya YouTube ya Coach Paco Steve, usiache kusubscribe, lakini pia weka notification on ili kila wakati ambako tunaweka chapisho letu uwe wa kwanza kufahamu na uwe wa kwanza pia kulipata. Mimi naitwa Emmanuel Goodluck. This is Life ya leo ilikuwa na Paco Steve. Kwa heri.